Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kwanza tunamshukuru Mwenyezi Mungu na tunamtakia rehma na amani zimfikie kiongozi wa umma huu ambaye sio mwingine ila ni bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waislamu, siku nyingine tumesimama mbele yenu, lengo na kusudi ni kuwakumbusha kwamba bado tunaendelea na zoezi letu la kuweza kupata misaafu ambao tulikuwa tumewaomba tuweze kupata misaafu takribani misaafu 400 peke yake. Tulikuwa tunahitaji misaafu 400, na pia tulikuwa tumeomba tupate juzu amma ambayo itakuwa kama kopi 1000, na pia kitabu ya sala tulikuwa tunahitaji kama 1000. Na so far bado tuko mbali sana, kwa sababu hatujaweza hata kupata, hata kama tukisema ile amana tumepata yote tuweke kwa vitabu ya sala, bado hijafika vitabu 1000, bado iko bado. So Waislamu, tulikuwa tunaomba inshallah kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, na tusiwe wale watu ambao tumesikia tangazo. Kama huna uwezo basi mjulishe mwenzako, inshallah anaweza kuwa maybe ako na uwezo na akaweza kufanya jambo la kheri. Hapa tunachowakumbusha ni kwamba hili jambo ni jambo ambalo linahitaji kila Muislamu ambaye ametamka kalima cha la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kwa ajili ya kuwasaidia watu wanaojoin katika Uislamu. Watu waliosilimu ni wengi mno, ni wengi, idadi ni ya watu wengi sana, na tunatarajia katika hii mwezi wa Ramadhani pia watu watajiunga kwa wingi, na hawa watu wakijiunga katika Uislamu, most of them huwa wanatukujia, manake wanatuona sisi maybe sometimes ndio tuko katika field, tuko katika uwanja, wanakuja, nimesilimu, nilikuwa nahitaji kitabu ambao itanisaidia niweze kuendelea na nini. Hata kama anasoma pale, anahitaji pia apate kitabu ambacho kitamsaidia katika kuelewa dini ya Uislamu. Na huwa hususan tunapata hizi kopi za Qur'ani, zinasaidia sana hata watu wa kusilimu na juzu amma. Na tuko na hii kitabu ya sala, inawafunza namna ya kutawadha, namna mtu akienda kwa choo anafaa kujitahirisha namna gani. Ndio amefunzwa, lakini pia anaendelea kusoma katika kitabu, anaona wepesi wake. Ukienda kwa haja inafaa utumie hii mkono uweze kujitahirisha namna hivi, kushika udhu unafaa kushika namna hivi. Hii kitabu kinafunza. So ukiona tukiwaambia tunahitaji, kwa sababu zile tulikuwa nazo zimekwisha. Hii Qur'an pia msaafu moja inatoka shilingi 500. So ukiwa na uwezo unaweza nunua misaafu 10. Misaafu 10 itakuwa shilingi napiga tu 10 na shilingi 500. Unajua ni ngapi hiyo? So kitabu moja inakuwa ni shilingi 500. Tukija kwa hii juzu amma moja ni shilingi 100, na ukija kwa hii moja ni shilingi 100. So ukiwa na uwezo unaweza toa hizi 10, ni shilingi 1000. Inakuwa ni wepesi, tuwe na material ya kuweza kuwapatia watu ambao wameingia katika dini. Inakuwa ni wepesi sana kwa watu kuifahamu dini, kwa sababu mtu anaposilimu kisha anakaa bila kuifahamu dini yake, ni wale ambao unapata nao anakuambia nilikuwa Muislamu, sasa tena nimekuwa Mkristo, lakini ukimuuliza hata suratul Fatiha hawezi kujua kusoma, kwa sababu halipoingia katika dini hakupata mtu wa kumshikilia na kuweza kumuonyesha hapa ndipo utasoma, hichi ndio kitabu ambacho utasoma na nini, na kuweza kumshika mkono. So unapata wanaachiliwa hivyo, na hii itakuwa ni kama tunachota maji na bucket ambayo imetoboka, na hatutaki hivyo. Tunataka mtu akisilimu kidogo tunaweza kumshikilia, angalau anajua step moja step mbili, hata kama atajua zile basic peke yake, kwa sababu pia nasi hali yetu Allah ndio anajua zaidi. Akipata zile basic, inakuwa hiyo ingine anaweza kuendelea inshallah. So ombi letu ni hilo Waislamu, tuweze kujikakamua. Umetoa hujatoa, wallahi tufanyie dua. Umetoa hujatoa, basi jihimize pia weza kutoa. Jaribu inshallah kwa ile uwezo Allah amekujalia. Leo ukisema utanunua hizi misaafu misaafu 10, wallahi huwezi firisika, kwa sababu umenunua misaafu wanasoma watu maneno ya Mwenyezi Mungu, huwezi kufirisika. Leo ukisema unanunua hizi vitabu 10 ya sala, wallahi huwezi kufirisika. Hizi vitabu vitawafunza watu kumjua Mola wao na kujua namna ya kufanya ibada. Leo ukisema unanunua hii juzu amma, mtu akajifunza kusoma Qur'ani, akajua alif ba ta tha pole pole, akakuja akajua kuisoma Qur'ani, wewe bado unapata thawabu. So usifanye ubakhiri. Allah amekujalia, amekupa ile aliyokupa, basi usifanye ubakhiri katika hilo. Pia jaribu kuiugawa, angalau iweze kuwasaidia watu wa kusilimu, nao waweze kupata nguvu na kuifahamu dini ya Uislamu. Wa hadha, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه واستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. ما يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق liyudhhirahu ala dini kullihi walau kariha al-mushrikun. Baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na vile vile kumtakia rehema na amani mtume wa mwisho Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwanza kabisa ningependa kuhusia nafsi yangu bila kudhisahau nafsi zenu katika swala nzima la kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Jambo la pili, Waislamu, ni kuweza kwanza kuwashukuru wale ambao kufikia sasa hivi wameweza kujitolea kuchangia zoezi hili ambalo tulisema ya kwamba tunahitaji misaafu, tarjum ya misaafu ya Saleh Abdallah Farsi takriban misaafu 400, na tukasema kwamba tunahitaji vitabu vya swala hivi takriban vitabu nakala 1000, na tukasema kwamba tunahitaji juzu amma nakala 1000. Wakati wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kulikuwa na benki ya Kiislamu ambayo ilikuwa inajulikana kama Baitul Mal. Kwa hivyo watu wote ambao wanasilimu au wanaingia katika dini walikuwa wanapewa kitu kinachoitwa mualafatul qulub. Mualafatul qulub ilikuwa ni ya kuwawezesha, kuwapa nguvu au kuwatia nyoyo nguvu na kuweza kuwa na msimamo, kwa sababu wakati mtu anaposikia kwamba anasilimu anapata changamoto nyingi sana. Uislamu ni tofauti na dini zingine, kwa sababu Uislamu, wakati mtu anapoingia katika Uislamu, Uislamu ni dini ya kusoma, ni dini ya elimu, ni dini ya kujisomea, sio kama dini zingine ya kwamba unasomewa na mchungaji au labda unasomewa na mtu mwingine. Uislamu ni lazima ujisomee, ujue elimu, ujue ibada. Na wakati tunaposema kwamba vitabu vya awali ni muhimu sana kama hivi, ni kwa sababu kwa mfano hichi kitabu cha swala kinafundisha mambo ya najis. Unaambiwa najis ni ngapi, hadath, aina ya maji, kurataini nini maana yake, sunna za swala, sunna faradhi za swala, sunna za udhu, masharti ya udhu. Haya mambo yote na mambo mengineyo tumeelezwa katika kitabu hiki. Kwa hivyo kinakusababisha katika mambo ya fikihi kwanza, mambo hayo ni muhimu sana kwa Muislamu yote kujua. Na sasa hivi problem ambayo tunayo Waislamu wengi, elimu ya fikihi, wengi wamesoma Qur'ani na hadithi, lakini elimu ya fikihi ni wachache sana ambao wameweza kuisoma elimu, na ni elimu ambayo ni ya muhimu sana kwa Muislamu. Ni ya muhimu sana kwa Muislamu kwa sababu ndio inakujulisha kwamba hii ni halali, hii ni najis, hii ni tohara, na mambo ya hadath ndogo, hadathi kubwa, na mambo mengine kama hayo. Waislamu, wakati tunapokuja kwenu ni kwa sababu sisi hatuna namna nyingine. Mwenyezi Mungu ametujalia tukawa na sauti, tunatoka tunazunguka mahali sehemu mbalimbali, pamoja na kwamba hali zetu pia ni taaban, ni mtihani wa Uislamu, lakini kwa sababu kazi hii ndio tuliapa kwamba tutaifanya mpaka siku ya mwisho katika ulimwengu huu, ndio maana tunakuja kwenu vitabu hivi tuweze kujitutumua. Na kitabu hiki kimoja ni takriban shilingi 1100 kitabu kimoja. Kwa hivyo wewe unaweza kaamua vitabu 500, 500, vitabu 10, shilingi 1000. Zifike vitabu 1000 ambavyo vinaenda kwa takriban 100,000. Itajuzuu nayo inaenda katika hali hiyo. Misafu nayo inaenda katika hali hiyo. Kwa nini tunasema kwamba tunahitaji hivi vitabu? Vitabu hivi Waislamu tunavihitaji sana kwa sababu wakati watu wanaposilimu, ifahamike kwamba hapa kiwanjani watu ambao wanaosilimu ni wachache sana. Wakati tunapo video zinapoingia katika YouTube, watu wengi, hata nyinyi ni mashahidi, mtakuta watu wengi wanasema kwamba nataka nisilimu, nataka kusilimu, nataka nisilimu. Kwa hivyo unakuta kwamba watu wengi wanasilimu sana baada ya kupata huu ujumbe. Kwa hivyo unakuta kwamba juzi tumesema kwamba mwaka uliopita Waislamu ambao au watu ambao walijiunga katika Uislamu na watu wengi sana, ni watu wengi mno, na tuna idadi kubwa sana, na ndio maana tukaja na kwenu nyie mapema ili tuweze kwanza tupate vitabu, sababu Muislamu ni lazima asome, na Uislamu ni elimu. Hatuwezi tukasema kwamba huyu ni Muislamu bila kusoma. Mtu anaweza kaingia katika Uislamu bila elimu, kwa sababu ataenda kuswali nini?
na ndio maana tunamuomba Mwenyezi Mungu atupe nguvu zaidi inshallah, tuwe mpaka tayari tujenge mpaka madarasa, tupate wadhamini, tujenge mpaka madrasa, tujenge vyuo vya Kiislamu vya watu waliosilimu. Lakini hayo ni mambo ya baadaye, lakini kwa sasa hivi, kwa sababu bado nguvu zetu ni ndogo Waislamu, na bado kikundi chetu ni kichanga mno, tunaombeni kwa sasa hivi tujikune pahali ambapo tunajifikia Waislamu, tuweze kuchangia jambo hili. Na wewe Muislamu mmoja unapata ujumbe huu, una marafiki zako 5, marafiki zako 10, marafiki zako 20. Hebu niambie Muislamu, wakati utakapopata ujumbe huu, alafu tena uende kaambie marafiki zako jambo hili waweze kulichangia, ambao ni Waislamu, na ni jambo hili kwa Muislamu yote ambaye ni mukallaf, ambaye amekalifishwa sheria na Mwenyezi Mungu, ambaye amefikia umri wa kubariki, hili ni jukumu lake. Kwa hivyo tuweze kufanya zoezi hili Waislamu, nendeni kaambieni marafiki zenu. Kuna watu wengine ambao wana uwezo zaidi, ambao wanaweza kutuambia, wanaweza wakatuchangia jambo hili. Pia kuna wengine ambao labda hawajaweza labda kujiunga katika kikundi, labda kama ni channel yetu ya Salama Dawa ya YouTube. Tuhamasishane Waislamu, tuelekezane jamani, tuambiane jambo hili kwa sababu ni jambo la kheri. Unaonaje kwa mfano umeenda jambo la kheri ambalo umechangia, kisha ikawa ya kwamba umevuta watu wengine 10 Waislamu, ukaweza kuwaelekeza ya kwamba kuna jambo la kheri ambalo linahitaji juhudi zetu. Unaonaje jambo hilo? Hayo malipo yatakuwaje? Ile elimu ambayo itakokuwa inasomwa na wale watu, kile ambacho utakachokuwa wamejitolea, wewe utakuwa unapata thawabu. Na tulisema kwamba kitoa Muislamu, omba dua, tia nia yako. Tuna matatizo mengi, tuna mitihani mingi. Hakuna mtu ambaye hana mitihani yake, uwe tajiri, uwe maskini, uwe fukara, hakuna mtu ambaye hana mitihani yake. Tajiri unaweza kumkuta kama ni tajiri na kila kitu, lakini ana maradhi, ana matatizo ya familia, ana matatizo ya labda ya mambo mengine. Na pia unakuta kwamba wengi ambao walitangulia katika haki, tutolee sadaka. Sadaka ni za muhimu sana Waislamu, pia hususan kwa wale ambao walitangulia mbele za haki. Toa sadaka, wanuie, toa sadaka zako. Na mambo ambayo yanafaa kufanywa sasa hivi ni haya. Saa hii nazungumza mimi kama Suleimani hapa, sijui dakika 2, dakika 3, dakika 4, dakika 5 kitu gani ambacho kitakachotokea. Hatujui ni jambo lipi ambalo Mwenyezi Mungu atakalofanya kwetu sisi na kwenu nyinyi, kwa sababu hili ni siri ambalo Mwenyezi Mungu ameweza kuificha. Kwa hivyo tunaombeni kwa heshima na taadhima, tuweze kukimbia na zoezi hili, tuweze kulifanya jambo hili, na tuweze kupigania dini hii kwa hali na mali, na Mwenyezi Mungu atatufanyia wepesi, atatufanyia wepesi katika dunia yetu, dini yetu na akhira yetu inshallah. Kesho Mwenyezi Mungu aweze kutufanyia wepesi. Wabillahi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Afwan minkum jamia. Naam, shukran mwalimu wangu Suleiman, mumeongea mengi, na mimi tunamalizia ni kwamba kweli kama vile tulivyosema kuanzia juzi, hatujaenda mbali, tumeenda pale kidogo sana, na masiku naye inayoyoma. Ukiangalia sasa siku zimebaki chache tu, tunaenda tukihesabu. Hivi karibuni utasikia tu Ramadhani imeingia, na tuko nataka Ramadhani iingie kabla tujamalizana na hizi vitabu, kwa sababu Ramadhani naye iko na programu yake ambayo ni ya kulisha wale watu ambao wameingia katika dini. Sasa programu mbili zikishikana itakuwa moja, itabidi simame. Kwa hivyo tulikuwa nataka hii mwezi tumalize, ndio pia watu wakija huo mwezi wa Ramadhani, kwa sababu kuna watu wengi, ndio vitabu ziwe zimekamilika zote. Vitabu zote zimekamilika, ziko hapo standby, nangojea tu watu wapatiwe. So narudia tena ni kwamba hiyo vitabu Qurani tulikuwa nataka Qurani 400, vitabu ya juzu ama 1000, vitabu ya swala 1000, na hii ya hizi juzu ama na kitabu ya swala, hiyo ni shilingi 100 kila kitabu. Nafikiri kuna watu wana uwezo mwingi sana katika Uislamu. Wallahi watu wanakuwa na uwezo. Ndio naambiwa ukitaka kufanya biashara, fanya na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biashara ambaye haitavunjika, biashara ambaye haitachomwa na moto, biashara ambaye haitaanguka. Ya Allah Subhanahu wa Ta'ala unaipata mpaka kwake, anakuwekea mpaka siku utakapofufuliwa, na uende kwake, atakulipa sawa. Na hata ukiingia kaburini, ukiingia wapi, kwa sababu umefanya biashara na Allah, mambo yako yote inakuwa iko sawa. Kama tunavyojua hapa katika nchi hapa kwetu Kenya, dawa hii ya comparative
imewekwa chini sana, yani iko chini sana katika upande. Watu wengi unakuta sponsors wa dini ya comparative inakuwa ni shida sana, na mimi nimetembea nchi zingine za East Africa, napata ni tofauti sana na hapa kwetu. Hapa kwetu watu watilii maanane sana, especially wale wana uwezo kuhusiana na mambo ya dini hii ya Mwenyezi Mungu, na hii ambayo watu wanaidharau. Unajua hii dini watakuta wengine wanadharau, wanashindwa, kwani wale watu hawana kazi nyingine ya kufanya mpaka waende wakahubiri? Lakini ujue ya kwamba hii kazi ndio alikuwa anafanya nabii wetu mtukufu, kiumbe bora, Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabii Musa alifanya hiyo, Ibrahimu alifanya hiyo, Nabii Nuhu alifanya hiyo, manabii wote walikuwa wanafanya hiyo. Hiyo ndio hiyo kazi Mwenyezi Mungu amewatuma, kutoa watu katika ujahilia, yani kule kwa ujinga, unawaleta katika nuru. Hiyo ndio ilikuwa kazi ya Anbiya. Kwa hivyo sisi tunajaribu ile kwa uwezo wetu, ile Mwenyezi Mungu ametujalia, ametupa afya, tunajaribu kufikisha bali tunaweza kufikisha. Wewe na wewe shikana na sisi, tushikane pamoja, sababu Mwenyezi Mungu anasema tuwe kitu kimoja, tushikane pamoja, tuendeshe hii dini ya Allah, itafika mbali. Na mimi na guarantee kulingana na vile tunaenda, tukienda na mfumo huo tutakuwa tumefika mbali sana, kwa sababu naona mambo mengi ambayo tunawaambiaga naonaga tunaenda hivyo, hata tukienda polepole naonaga tunaimaliza. Kwa hivyo inshallah, naomba Waislamu tujaribu sana, jitoleeni kwa uwezo wenu. Wale ambao wako na uwezo, kuna watu wana uwezo mkubwa, na nimesema kila sana nikasema watu watoshani. Kuna wale wana uwezo wa chini, na kuna wale wako na uwezo wa katikati, na kuna wale wana uwezo wa juu. Kwa hivyo kama wewe uwezo wako unaona ni uwezo ambaye wa juu, basi unaweza kusema basi mimi hiyo 1000 mimi nitatoa hizo juzuu 1000. Mwingine anaweza kusema mimi basi mimi nitatoa hizo ingine ya sala, na mwingine anaweza kusema basi misahafu mimi nitachukua nusu, ama nitachukua kwota ya hizo misahafu, ama nitachukua yote, sababu hata peponi iko na daraja. Kuna Jannatul Firdaus ambayo ni jana ya mitume, na kuna jana zingine, Jannatul Naim, Jannatul Mawa, Jannatul Adan. Kwa hivyo kila daraja na kulingana na vitendo amali zile mtu alifanya duniani. Na watu wengi huwa wanasahau wazazi wao. Kama mzazi wako aliondoka duniani akakatangulia mbele ya haki, kwanza unafaa unamuombea dua sana, unamuombea dua, na sisi pia tunawaombea wale ambao wazazi wao wametangulia tu, tunawaombea dua wote. Na mzazi unamtolea sadaka, unamtolea mzazi wako sadaka, kama ni baba, kama ni mama, unawatolea sadaka tujaria, ambao wanapata hizo dhahabu zao hata wakiwa kaburini, wanapata. Na hiyo ndio uzuri ya kuzaa watoto wema ambao wanakumbuka wazazi wao. Lakini si ati mzazi wako aliondoka, wewe hata hujai hata muombea dua hata siku moja. Hiyo ni makosa kubwa sana. Kwa hivyo tujaribu sana kutoa sadaka tuweze kusaidia dini iweze kusonga mbele. Kwa hivyo sina mengi ya kusema, ni kwamba tujikakamue, na hata ukinunua 2 hata 1 ama 5 usione ati ni kidogo, hapana. Hiyo ni kulingana na uwezo wako, kwa sababu nimesema watu wanaenda na daraja kulingana na vile wako. Hata wakati ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam watu wako wametoshana. Kuna wale walikuwa vigogo, akina Abdurrahman bin Auf ambao walikuwa ni mabilionea wakati huo, ambaye ni katika mubashirina, katika wale wamebashiriwa katika janna. Unaonaje mtu amebashiriwa kwa janna? Kwa wengine mchezo, alikuwa ako mstari wa mbele ya kila kitu Mwenyezi Mungu akisema. Na wamama pia wanakuwa, kwanza wamama wanakuwa upande ya mbele sana wamama. Ndio unaona mama mtu wa kwanza kusaidia dini na mali yake ni Khadija binti Khuwailid, mama yetu wa kwanza, mke wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Angalia, wamama wana bidii sana katika mambo ya kusaidia. Kwa hivyo unakuta saa zingine hata wanashinda wanaume katika ile kufanya ile heri. So tujaribu sote, wamama, akina baba zetu, akina babu zetu na akina nani, tung'ang'ane, tusaidiane, tuweze kusonga mbele. Tunataka before ifike Ramadhan tuwe tumeshamaliza hiyo kazi. Asalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Naam, asalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rehema na amani zifikie nabii wetu mtukufu, nabii wa umma Habib Mustafa, nabii ambaye ametimilizwa kwa walimwengu wote, nabii ambaye ndio atakaombea wanadamu shifa, siku ambaye ni siku ya masiku, siku ambaye baba atamtoroka mtoto wake, mama atamtoroka mtoto wake, kila mtu atakuwa ya kujibidiisha yeye mwenyewe, naye ni siku ya malipo ama the day of judgment. Kwa hivyo leo ni siku ingine ambayo tumekutana katika uwanja huu, na tunawatakia Waislamu ambao wamefunga kama huu mwezi, wengine wanafunga
na Mtume pia Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa anafunga sana katika hii mwezi, na alikuwa anafanya mambo yote ya heri mengi. Tunaambiwa hii mwezi Waislamu tunaambiwa hii mwezi ni mwezi ambaye amali za binadamu, amali zinapelekwa kwa Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo amali zetu zinapandishwa huu mwezi, na tarehe 15 wa mwezi wa Shaban tunaambiwa ndio riziki inatoka ya watu wale wanaondoka duniani na wale wanabaki duniani, ambaye listi ya wale watu wanatoka duniani inapatiwa malaika wa mauti. Wanaambiwa hii ndio listi ya watu ambao wanafaa kuondoka na wale wengine wanabaki katika hii dunia. So kwa hivyo tufanye heri. Mtume alikuwa anahimiza masahaba wafanye mambo mengi, soma Qurani sana, fanya dhikri sana, fanya dua sana, fanya mambo ya heri, mambo mengi, ufanye mambo ya heri. Na Mtume alikuwa anafanya mambo mengi sana ya heri katika mwezi wa Ramadhani. Charity, wale wenye kutoa sadaka, utoe sadaka, saidia maskini, saidia mayatima. Yani miezi hii ilikuwa ni mwezi Mtume alikuwa anasema ni mwezi umesahaulika, lakini dhahabu zake ni kubwa sana. Kwa hivyo tunawatakia kila laheri, na wale wanafunga pia tunawatakia kila laheri, na tuzidi kufanya wema mpaka na tumuombe dua Mwenyezi Mungu atufikishe mwezi wa Ramadhani. Sababu Mtume alikuwa anaambia masahaba waombe kwa Mwenyezi Mungu awafikishe mwezi wa Ramadhani ili waweze kufunga. Kwa hivyo hatujui wewe kama riski yetu na wewe iko pale, ni ya kubaki ama ni ya kwenda. Kwa hivyo Allah ndio anajua zaidi. Kwa hivyo kwa majina mimi naitwa Hassan Kariuki, na niko na mwalimu wangu Sheikh Suleimani, pia mwalimu mwenzangu na walimu wengine, na tuko hapa hivi, na hapa naona kuna kakangu mmoja hapa, sijui anaitwa nani, nafikiri atajitambulisha tuweze kumjua yeye ni nani at least, na atuambie nini mapi ambaye angetaka kujua kwa Waislamu. Unaitwa nani kaka? Mimi naitwa Salmon Mwadhi. Yeah. So mimi hakuna kitu ningetaka kujua kwa Waislamu kwa sababu mimi ni Mkristo. Naam. So nimetosheka na vile nilivyo kwa Ukristo. Na hata kitambo niamue nikae kwa Ukristo, kwa nishachunguza hizo jukwaa. Hata wakati mimi nizaliwa ndani ya Ukristo, lakini nilitoka kwa sababu kuna mahali ilifika nilikuwa naona bana lazima nichunguze kile kitu. Naona so nishachunguza mpaka Buddhism, Islam, Rastafarianism, hizo nani zote mpaka atheism na hizi secret kama Skulls and Bones, kaingia deep mpaka Freemason, Illuminati, zote hizi secret society. Unaona, saa wakati niliingia ndani hizo vitu secret society, saa nilikuwa nachambua, nilikuwa nataka kujua ukweli wa binadamu, si asili yetu na kwa tunaelekea. Sasa ilifika mahali nikaanza kupata shida, nilikuwa napata shida kabisa, like siku siwezi lala, na kwa attack na demons kabisa, like physical, unaona kabisa mimi nikamata. Yani ilikuwa kitu kingine inanitisha sana. So mimi nikakuja kugundua kwamba labda nimeenda kuchokora mahali kwenye sifai kuchokora. So nikarudi kwa Biblia. Nirudi kwa Biblia, si kumkubali Yesu, na hapo ndio hizo vitu ziliniondokea. Like hiyo ilikuwa ni siwezi lala hata mchana, nikilala tu kidogo sikia tunagongwa, unaona. Na unagongwa na kitu nakushika kabisa, so ilikuwa real. Unaona, sawa, watu kama si wenye tulilelewa post tunajua hizo mambo za demons na all that. Kuna wakati hata shule tulivamiwa na ilikuwa very real. So now the only kitu ilinisaidia nikafight demon ilikuwa ni hiyo jina Yesu. So nikaiamini kuanzia hiyo siku, kwa sababu anytime hata sengine natuliaga kama nimepoa kwa maombi kidogo, naona zimenikujia tena, but nikiamka usiku manane nikiomba na nikitaja jina ya Yesu, unaona hiyo nguvu inaniingia na sirudi kusumbuliwa tena na hizo vitu. Unaona, so hapo ndo mimi nikakuja na nikakaa kwa imani yangu, nikaweka kwa Yesu na nikaamua sitawahi toka hapo. Lakini sasa mimi kuna swali jana nimeuliza ule ndugu yangu hapa nilimpata kile uko nafunga. Nikamuuliza namuulizaje mimi kama Mkristo, sema kwa mfano I want to win converts na walete kwa Ukristo. Labda naenda kwa nchi za Uarabuni ama nchi za Uzunguni kule, sema Eastern Europe, kwenye watu wameamini sana Quran. So nataka kuwaleta kwa Ukristo. Sitachukua Quran, nitaenda na Biblia. Biblia tayari ni kitabu toshelezo kwa sababu Biblia iko complete. So na mimi naamini nikienda ku evangelize kama vile missionaries walivyokuja ku evangelize in Africa, walikuja na Biblia peke yake. Sasa niko nauliza kama kitabu yenu iko that complete na mnaiamini, kwa nini mkaenda ku evangelize lazima mchukue muambatanishe na Biblia? Kwa sababu gani?
Sasa kama ni Buddhist nataka kuniingiza kwa Buddhism, atanisomea kitabu yao ya Bhagavad Gita, atanieleza kitabu yao na naelewa. Kama ni Mormonism atanisomea kitabu yao. Lakini nyinyi anytime mna evangelize, nataka kuleta watu kwa Uislamu, lazima murabish Biblia ama lazima murabish mambo ya ile yenye sisi tumeamini. Kama mnaipendua like mnapendua kwamba Yesu sio hivyo so hivyo. So kwa nini mfanye hivyo? Si ukuje tu na Quran utusomee, kama Quran ni kitabu kimekamilika, utusomee Quran na ukonvince watu kwamba binadamu kabisa anafaa kuabudu kupitia Quran na kumwamini Muhammad. Mbona lazima mchafue Biblia? Ndio swali langu. Kwanza, hakuna pahali tumeshachafua kitabu yoyote, na si lazima tusome Biblia. Sisi tunasoma Quran. Lakini kwa nini tunakuaga naye? Kwa sababu majority ya watu wenyu wale wanakuja hapa wanakataa Qur'an. Wanasema nisisomee Biblia, hatutaki Qur'an. So sasa kama wamesema hivyo na hakuna, itasomwa nini? Qur'an unaamini wewe? Unaona? Kama vile wewe unaamini Qur'an. Unaamini Qur'an? Tunaona unaamini Qur'an. Sasa hivyo ndio wanakuja hapa, wanasema ukienda kumsomea Qur'an anakuambia mimi sitaki Qur'an. Mimi nisomee kitabu yangu. Unaona? Na kitabu yako pia, hii kitabu si yako. Hakuna pahali hii Biblia imeandikwa na Kristo. There's no any single verse imesema hii Biblia ni ya Kristo. Ni ya mtu wote, mtu yeyote. Lakini si mtu anaichafua ndo. No, nani kwanza nikuuliza mambo ya kuchafua, tuanzie hapo. Sisi ni kitu gani tumeshaichafua? Mkaona tumeshachafua. Sababu nimekuwa hapa miaka timu mwaka wa kwanza, ni miaka mingi. Ni kitu gani kuongea ambaye ni kinyume ikachafuliwa, yani ikawa kinyume, ni kitu kama gani? Okay, the fact that most Waislamu wengi hawaamini the New Testament, wanaamini but hawaamini kwamba the context, unajua kuna kuamini na kuamini context vilivyo, ya kwamba Christ is the son of God. Nyinyi hamwamini hiyo, yani hamwamini hiyo. Na kwa sababu gani? Pia hii Biblia yenyewe mnasema unataka ku evangelize mtu, unaingiza mtu kwa Uislamu but unataka kutumia Biblia kwa sababu hataki Quran. Si ukuje umueleze kitu kiko kwa Quran, mbona utumie Biblia? Sababu gani? Kwa sababu iko hivi, kama Biblia kuna mahali naona inataja Muhammad na jina yake, achana na kusema kwamba kutakuja mtu. Hakuna mahali imenukuu Muhammad, na hakuna mahali Biblia ile jina tunajua ya Yesu imenukuliwa kwa Quran kama Isa. No, so hapo kuna contradiction. Wala hakuna mahali. Ngoja kidogo. Tuende moja moja. Sasa tukiweka mingi hatutamaliza. Tuende moja moja. Tuanzie na Jesus. Jesus jina yake hasa ni gani? Ile ambaye alizaliwa na mama yake. Jina yake unasema umefanya research. Wewe ni mtu umeenda shule, umefanya research, wabulani waone research. Jina la Jesus original ambaye alipewa na mama yake. Wakati ya Jesus walikuwa wanaongea lugha gani? Aramaic. Aramaic. Yeah, very good. Tunaona umefanya research yako. Katika jina la Kiaramaic, Mariamu alimuita Yesu wakati alitoka tumboni, alimuita jina gani? Alikuwa anaitwa Yeshua ya Mashia. Kwa ushahidi gani? Siwezi kwa context sasa hapo utamchapa hivi. Kwa sababu kila kitu ukisema, sisi tunasema Yesu jina lake original aliyoitwa kwa lugha ya Kiaramaic. Qurani imetuambia. Qurani 30, Qurani 19 anzia 30. Sisi tuko na jina original na ushahidi tuko naye. Wewe ukisema alikuwa anaitwa Yoshua, lazima utuonyeshe katika evidence. Tusome kitabu fulani, aya fulani imeandika hivi. Kama ni kitabu zile Talmud, zile za Wayahudi, utuambie ndani kitabu cha Wayahudi, peji gani, msome fulani mtapata hiyo jina. Unaona sasa? Sikia kwanza Qurani kwanza. Kwa sababu ndio tunasema sisi tuko na jina original yake. Anzia 30. Kuna 19 sura Maryam aya 30. Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Naam. Yule mtoto akasema, yule mtoto anazungumziwa hapa ni Yesu wakati alikuwa anazaliwa. Wakati amezaliwa ametoka tumboni ya Mariamu. Ilikuwaje? Hakika mimi ni mja wa Mwenyezi Mungu. Anaongea kwanza muujiza wa kwanza wa Yesu. Ni kwamba aliongea akiwa mtoto mdogo, ametoka tumboni ameanza kuongea, kwa sababu Mariamu alipomzaa aliambiwa asiongee na watu. Watu wakimuuliza huyu mtoto ametoka wapi, waambie waongee na yeye. Waongee na nani? Na mtoto. Sawa? Kwa Biblia. Si kwa Biblia, nakwambia kwa Qurani.
Ngoja ndio nakusomea Qur'ani kwa sababu wewe hii ni Qur'ani. Haya sikiza. Umesoma somea Qur'ani hapo. Sasa soma. Yule mtoto akasema, hakika mimi ni mja wa Mwenyezi Mungu. Amenipa kitabu na amenifanya nabii. Na amenifanya mbarikiwa popote nilipo. Hiyo ni mtoto anazungumza akiwa mdogo. Mungu amenifanya nabii na amenipa kitabu, na ndio unaona akapewa ile kitabu cha Injili. Endelea. Na amenihusia sala na zaka madamu ni hai. Na ameuziwa afanye sala ama aombe maombi akiwa hai. Swali yani. Amenihusia kumfanyia mama yangu. Amenihusia kumfanya mema mama yangu. Wala hakunifanya niwe jeuri muovu. Na amani iko juu yangu siku nilozaliwa. Na siku nitakuwa kufa. Na siku nitakaofufuliwa kuwa hai. Naam. Huyu ndiye Isa bin Maryam. Huyu ndio Isa bin Maryam. Hii ndiyo kauli ya haki. Na hiyo ndio maneno ya hakika kabisa ambayo Wakristo wanaifanyia shaka. Qur'ani inasema walio na shaka na jina lake ni akina nani? Wakristo. Wakristo. Jina la Yesu original kwa Aramaic umesema naitwa Yoshua. Ndio kweli? Yoshua. Lakini huna ushahidi ya kuonyesha. Ni kweli tuongee tu, let us be fair. Ushahidi huna. Tuanzie hapo. Unaweza nipatia nafasi nichimbue. Lakini hiyo utachambua. Haya kesho ukija utuletee. Ya pili. Ukasema katika hii Biblia yenu hujaiona jina la Muhammad pale. Si ni kweli? Na mimi narudi kwako kidogo. Jina pala pia. Narudi kwako pia. Katika utabiri wa Yesu katika Biblia alitabiriwa kwa jina, kwa mji ama kwa nchi katika Old Testament? Kwa sababu utabiri unatabiriwa in the Old Testament inakuja kutimia in the New Testament. Utabiri wa Yesu katika Old Testament alitabiriwa kwa jina, kwa mji ama country? Angekuwa tokee nchi ya kutoka kizazi ya Abraham, the father of faith, ndio. Lakini kwa nchi ni hiyo sasa nchi ya Israeli. Lakini kwa kutabiriwa kwa manabii tofauti kama kina Isaya, tunamwona paka anatabiriwa wakati wa Musa pale. So walikuwa na nani nyingi za kutabiri. Wacha nikupatie mfano like kuja kwa New Testament tunaona kwamba Jesus is the rock of faith. Na wakati tunaona pale sema mbali ya rock, nasema kabla hajazaliwa si lazima kuwa na utabiri kwanza kwamba kuna mtu atakuja anaitwa fulani ataitwa fulani. Alitabiriwa kwa jina ama alitabiriwa na mji ama country? Alitabiriwa kama Mwokozi. Kwa jina lake, itumika jina lake ama ni pale atatoka? Mahali atatoka. Haya atatoka. Lakini hiyo basi una. Wacha nikusaidie lakini utanilipa, nimekopesha. 5:2 Mika. 5:2 Mika. 5:2 Mika inasema kwenye kuandika. Bali wewe Bethlehem Efrata, unasikia hiyo maneno? Nataka usikie vile maneno yanateremka. Uliye mdogo kuwa miongoni mwa elfu za Yuda, kutoka kwako wewe atanitokea mmoja, atakayekuwa mtawala katika Israeli. Huyo tunaambiwa atakuwa mtawala katika Israeli na atazaliwa mji wa Bethlehem. Sawa? Huyo ni nani? Yesu mwenyewe. Tunaona umejaza direct. Unajua yule alizaliwa Bethlehem, si mwingine ni nani? Yesu. Na ndio utabiri ukao umefanyaje? Ndio wakati Yesu alizaliwa wapi? Bethlehem. Sasa nikupe mwingine utabiri, uniambie ni wa nani? Nataka tuende fair ama namna gani? Hiyo ndio kwenda vizuri. Haya, 21:13 Isaya. Nataka uniambie naye utabiri ni wa nani? Ufunuo juu ya Arabuni. Hapo tunaambiwa ufunuo juu ya wapi? Arabuni. Ufunuo unajua ni nini? Revelation. Inafunuliwa watu gani? Waarabu. Hapana, 3:7 Amosi. Nikusaidie ufunuo ni maana ufunuo ni nini? 3:7 Hakika Bwana Mungu atafanya neno lolote bila kuwafunulia watumishi wake manabii siri yake. Kumbe ufunuo unafunuliwa watu gani? Manabii. Na hapa tunaambiwa kuna ufunuo kutoka nchi gani? Arabuni. Kwa hivyo kuna revelation inatokea wapi? Hebu rudia kusoma tena. Inasema hakika Bwana Mungu hatafanya neno lolote bila kuwafunulia watumishi wake manabii siri yake. Kumbe ufunuo Mungu anafunulia watu gani? Manabii. Na tunaambiwa nchi ya Arabu
kunatoka Revelation. Hiyo revelation ilifunuliwa nani? Tusome tu. Revelation sinataka kuona hapo mwenye ufunuo juu ya Arabuni. Kwa hivyo kuna mtu ambaye ako katika Arabuni anafunuliwa, kuna nabii Arabuni anafunuliwa. Huo nabii kutoka Arabuni alifunuliwa ni nani? Hii ni Biblia ambayo unakuwa nayo kila siku na umesema yeye ndio kitabu yako. Nataka kuona jina yake imetajwa. Mwenye alifunuliwa Arabuni. Nauliza hivi. Hii ni ufunuo ilisemekana, sawa? Lakini Muhammad alikuwa ametabiriwa. Alikuwa ametabiriwa. Na wapi hapo? Nataka kuona. Haya, huyo ni nani? Kwa hivyo wewe hapo unataka jina. Unataka kwa Yesu jina. Kwa Yesu huko uuliza jina. Kwa Yesu huko uniuliza jina. Wakati nisoma Mika 5:2, Efrata. Wewe ndio mdogo kama katika nchi za Yuda. Kwa hakika kwako watatokea mmoja atakuwa mtawala Israeli katika Bethlehem. Sawa? Nikakuuliza ni nani? Ukasema direct ni Yesu. Hii Arabuni unasema hujui ni nani? Kwa nini? Unajua nini? Huenda hata huyu ni Yesu bado anafunuliwa Arabuni. Yesu alitoka. Ngoja kidogo. Na kuuliza hivi. Mimi sisemi ni mtu yeyote. Hata sema ni Muhammad. Nataka wewe niambie ni nani? Ni Yesu. Huyu ni Yesu. Yesu alikuwa anaishi Arabuni. Kwani nani wakati evangelism yake ya kwanza? Na kuuliza Yesu wapi Yesu alienda Arabuni? Hatuongei mambo ya Paulo. Tunakuuliza mambo ya Yesu. Ukiulizwa nyanya usijibu kitunguu. Ukiulizwa nyanya jibu nyanya bro. Tuko mambo ya Yesu na Muhammad. Tunapata hii utabiri wa kwanza wa kuzaliwa ni Yesu amezaliwa Bethlehem. Na ukasema ni Yesu. Si ndio? Yes. Lakini katika Old Testament haiko imeandikwa jina lake. Ni kweli? Haiko imeandikwa. Umejuaje ni Yesu? Ilitimia. Ilitimia. Ilitimia kwa sababu ya nini? Mwenye alizaliwa Bethlehem. Kwa nini? Kitu gani kimefanya ujue imetimia? Si mwenye alizaliwa aliitwa Yesu. Kwa sababu amekuwa ametajwa mji gani? Bethlehem. Na hii mwingine wa Arabuni naye ni nani? Huyu nabii amefunuliwa Arabuni. Hebu tuambie. Tuambie tu, mimi sijasema ni mtu yeyote. Huyu ambaye ambaye anatoa unabii wa Arabuni ni nani? Tunaelimishana tu. Nifundisha mimi nikufundisha. Na wewe mwadilifu kaka. Niko sawa. Niko sawa lakini wakati unajua nyinyi mna quote place moja kwenye Yesu amesemekana atakuja. Yesu anaonekana kila mahali hata kwa other prophecies. Achana na hii yenye. Hebu nipatie hiyo prophecies moja ya Yesu. Mimi nimekupa moja. Na wewe nipe moja. Si kwa Biblia. Okay, kama wakati wa John the Baptist alikuwa anaprepare the Yesu the Messiah. Na kuuliza kuhusu Yesu. Kama utabiri yake, hiyo utabiri yake nipatie mwingine. Utabiri mwingine wa pili wake. Utabiri wa pili wa Yesu sio Yohana, achana na Yohana. Na hebu nipatie time nitafuta. Nataka kumuuliza mchungaji. Iko kwa sababu unaona hata wakati Abraham anaenda kutoa, kuna wakati Abraham alienda kutoka Melchizedek. Melchizedek alikuwa na represent Christ. Unaona? Melchizedek kwa wakati wa Abraham alikuwa anatoa sadaka pale, kuna mahali alikuwa anatoa sadaka. Ule Melchizedek alikuwa na represent Christ. Wapi? Unaona? Wapi? Ningetaka kuona hiyo andiko. Unajua ni vizuri kusema kutoa andiko na unatoa hiyo andiko unasema li represent Yesu, unatoa andiko inakuwa ni mzuri. Msaidieni hata nyinyi msaidieni. Pengine anaweza kuwa pengine analemewa, msaidieni. Tumekupatia free hata watu wakusaidie. Unajua hapa, unaona hapa. Hapa unaona vile tunakuja hapa tunaongea na watu. Tunafundishana sana mambo mengi sana. Na tukiongea neno ambaye ni kinyume tunaweza tukapoteza hii watu wote. Na tukiongea neno iko right inaweza ikawasaidia. Wewe unaweza ongea kitu iko right na mimi niongea kitu right tusaidia hawa watu. Lakini ukiongea wrong na mimi niongee wrong, hawa watu tunawapoteza. Si ni kweli? Na ndio naona mimi siwezi ongea kitu bila ushahidi. Kitu nikisema lazima niseme na ushahidi. Basi hata mtumie message lakini hatuna leo umekuja mapema. Haya, waachana na hiyo. Kama hiyo nini, twende kwa nyingine. Ndio tusipoteze time. Hiyo tunaweza wachana naye kwanza ikuwe pending. Alafu ukipata hiyo answer utakuja. Mimi nakwambia uniletee huyu ambaye amefunuliwa Uarabuni ni nani? Hiyo nenda uniletee. Twende swali lingine. Twende kwa swali lingine. Jana nilikuwa nataka kuuliza swali before wale waenda lakini wakakuwa na haraka wakaenda. Nilikuwa naulizaje? Sisi kama Wakristo. Naam. Kwa nchi zote za Wakristo na venye ilianza Western Europe
vile Christianity ilianza hapa Rome, kaenda Western Europe, na Western Europe wakatuletea sisi kama missionaries and all that, wakaspread Christianity all over the world. So kukakuwa na hiyo tutasema aje, nchi za Ukristo zinakuwa na ile upendo, kuwa na accommodative and all that, wana accommodate mtu yote. Ndio maana wewe unaweza toka hapa kama Muislamu uende nchi kama Sweden, uende kama England, uende mahali kokote kule, na unakubaliwa na dini yako paka pale unaruhusiwa paka wanajenga mosque and all that, place yao ya kuabudu. So mimi niko naulizaje, nyinyi kama kweli mna support freedom of worship, kama vile mnasema kama mko accommodative na other religions, mko accommodative na other beliefs, kwa nini kwenye hapo kwenu tunaona makao makuu yenu ya Uislamu hapo ni Mecca kule ama Saudi Arabia, mbona mjairuhusu paka leo kanisa ikajengwa? Kwa sababu gani? Mimi kama Mkristo, sema kwa mfano nimetafuta kazi Qatar ama Saudi Arabia, nataka mahali pa kuabudu, nitaabudu wapi? Kwa sababu nasikia hata ni is illegal kupatikana na Biblia Saudi Arabia. So mbona nyinyi mnakubali ya kwamba mna enjoy freedom kwa Christian nations? Unaona kama kwa context kama yenye tuko hapa sasa hii content, kwa sababu Kenya ni more Christians na unless Muslims. So now Kenya ni secular, inaitwa secular state. It's a secular state ambaye imechanganya, ni nchi ambaye haina dini. Watu wake wana dini, lakini hawategemei dini fulani, hawategemei upande wa dini fulani. Hapa inaitwa secular state. Unaona? Hapa ni mchanganyiko wa watu wengi, kuna wa Muslim, kuna Christians, kuna Buddhist, kuna Hinduism. Unaona? Kuna wengine wanajiita atheist ambaye hawana kabisa, hata wako na chama. Unaona pale town Chester House wanaitwa Atheist Association of Kenya. Hawa wana dini yao pia, nao wanasemaga hata constitution haifai, kila kitu, yani wanasemaga mambo mengi sana haifai. Unaona, wanasema sasa hawaamini kitu yote. Kwa hivyo Kenya ni nchi ambaye ni multi ethnic religions. Kenya twende kwa country yote, tuseme kwa mfano yenye imefuata Ukristo kabisa, ama zimekuwa na hiyo Christian foundation, bado unapata Waislamu wanapewa freedom ya worship, wanapewa freedom of congregation and all that. But the same thing I replicate ukienda Pakistan, nchi kama Pakistan whereby ama nchi kama nitwaje Malaysia whereby is 99% Muslim. It's very hard wa allow Christians wa congregate, kwa sababu kama freedom ya worship inafaa replicate kila mahali. Mbona nyinyi mnakubaliwa kwa nchi za Wakristo muabudu, mfanye vile mnataka na mjenge msikiti na nini, lakini mbona paka leo makao yenu makuu, kwa sababu kuna mosque in Italy kwenye tunasema ndo Vatican, mbona nyinyi hamwezi kubali kanisa ijengwe Saudi Arabia, ukuwe na uhuru wa mtu yote kutaka kuabudu mahali kokote unaabudu? Mbona nyinyi mmerestrict hiyo? Na mbona inakuwaje Mkristo sahihi kwa mfano, na nikupatie context whereby ukipatikana na Biblia mahali kama. Asante sana. Kwanza, kila nchi duniani iko na sheria zake na regulations zake, ujue hivyo, kitu ya kwanza. Ya pili, wewe unaongea tu kuhusu mambo ya Saudi Arabia. India, unajua India Muislamu akichinja ng'ombe anafanyaje? Achinja ng'ombe. But India multi secular kama Kenya. Anauliza tu, hiyo ni nchi ambaye India ukichinja ng'ombe kama ni Muislamu, unajua unachinjwa na wewe. Hata uwe Mkristo ukichinja ng'ombe India, uwe Mkristo uwe Muislamu, wewe ama wa dini nyingine, uchinje ng'ombe kule kwao wanakuua. Unajua hivyo? Ama hujaijua? Na hiyo habari uende ukasome akisema kina Kolkata kule kwa kina mama Teresa. Unajua hata India hawezi weka kwa hiyo kwa sababu India wanasema kuna over 5000 religions in India peke yake. Kumbe bado kuna nchi zingine zinakataza hivi vitu. China ambaye ni nchi ambaye ni nchi ambaye ni kubwa sana. China. Najua China sana hawatambui hizi madini zingine zote. Hawatambui. Ziko tu watu wanaabudu na nini. Unajua Waislamu vile wanapata shida China. Hata Wakristo. Kumbe unajua, kumbe unaweza kunielewa sasa. Kumbe unaielewa. Ngoja kidogo. Ngoja nitakuja kwa makao kwanza. Nataka kwanza kabla sijaenda kwa makao makuu ni kwende. North Korea. Nakataa dini ya mzungu na nakataa dini ya Mwarabu kwa sawa. Ngoja kidogo. Wakristo wanakubali dini ya Waarabu ikuje kwao. Mchina hajakataa dini ya Waarabu. Misikiti imejaa China. China wako na province inaitwa Sichuan. Hiyo province ni kama Kenya mara mbili. Ni Waislamu tupu. Hawakubali freedom of worship in China. Lakini wanaabudu, si wanasema nani anakuambia wanaabudu? Sababu hata Wakristo waga wanaabudu kwa basement wanaji. Hapana, kule China wanaenda msikitini kabisa hasa.
Wewe nenda Google, nenda uchukue simu yako uende Google kichwani. Imejengwa wakati wa Ming Dynasty. Misikiti mingi imejengwa wakati huo. Nenda kasome historia. Nenda usome hiyo historia yake. Misikiti mingi sana imetoka kwa sababu unasikia? Walikuwa imetoka pale. Saudi Arabia, ngoja kidogo, wacha nirudi. Ngoja kidogo anauza kuhusu Saudi Arabia. Saudi Arabia wakati mtume yuko, mtume alisema hapa kusingizwe ushirikina. Alitoa mambo yote ya kuabudu masanamu, ikasemekana hapa kusingizwe nini? Ushirikina. Yaani kuabudu Mungu ambaye sio Mungu mmoja. Wewe sasa utaenda pale utapeleka Mungu watatu. Lakini wakati wa mtume pia sehemu za Wakristo zipo. Lakini wakati Najran ni Wakristo hapo. Wakati ya mtume Wakristo wako watu walikuwa wanakuja kwa mtume. Na mtume anaambia hata waabudu hapo mbele yake. Wakristo wametoka Yemen wamekuja kumuona mtume, wamefika wakati yao wa kuomba na ndani ya msikiti mtume akamwambia ndeni pale. Msikitini ndani. Ndani ya msikiti. Na wakaomba na wakamaliza. Mnaona mtume hapo afanya kitu. Na alikuwa na uwezo. Yeye ni nabii. Sijasoma hiyo bado. Sasa unaona, ukisoma historia ya Uislamu, ni vizuri kwanza unasoma historia ya Uislamu, unajua wewe unasema mimi nimestiki tu kwa kitabu moja. Sasa ukiuliza mambo kama hayo, ukiambiwa na mtu Waislamu wanafanya hivi, unakubali. Na pengine hata si kweli. Sasa mikana Najran niko. Unaona? Saa hii nakuulize. Mkoa huo ni Wakristo wengi. Kuna nchi iko na watu wengi katika nchi ya Arabu kuliko Dubai. Dubai ndio imebeba watu wote, kila mtu duniani. Lazima wanaabudu huko na makanisa yao wanaabudu huko. Kuna mpaka matempo ya Wahindi yuko katika Dubai na ni nchi ya Arabu ya Islam. Hapo unasema mnatengwa. Wale watu wanatenga watu duniani sana ni Mayahudi. Mayahudi hawataki story ya mtu yeyote. Na wale Mayahudi wako si wale ambao original, wale wa zamani. Hawa ni watu wamezaliwa kutoka Europe. Ndio unaona viongozi wao ni mixer. Unasikia mwingine ni Mpoland lakini ni Myahudi. Mwingine ni Mfrance ni Myahudi. Mwingine ni Mswedish ni Myahudi. Mwingine ni Muamerika ni Myahudi. Wale sio wale original wako pale. Ndio hata mnasema Yesu alikuwa ni Mkristo. Na Yesu si alikuwa pale Palestina pale. Ambayo ilikuwa inafaa kuwa headquarter yenu, sio? Palestina, Jerusalem. Si Jerusalem. Sasa headquarter ya Kristo inafaa kuwa wapi? Kanisa iko pale, iliyoko pale. Pale hakuna. Umeona? Kwa nini hakuna? Wale ni wabaguzi hawataki. Umeona sasa? Sio tu wabaguzi pale, kuna kanisa ziko pale, kuna kanisa ziko pale. Pale ni imposters wenye wako pale. Si hata kuna mosque pale. Ngoja kidogo. But kuna imposters wanajifanya Jews but so Jews no. Na sisi tunajua kabisa hata Palestine tukiita Palestine ama Israel. Tunajua ni jina ilikuja mai kwenda Hydra ndo alileta hiyo jina during the Roman Empire. Na alikuwa kazi yake ilikuwa anataka kueliminate now the real Jews. Hao wenye wamekuja tunajua kabisa kwa sababu Palestine na Israel ilikuwa colony ya British kama sisi. So wao British ndo walileta hiyo confusion naiona Middle East, wakaeka hiyo puppet state inaitwa Israel. So Israel yenyewe iko sahihi, si Israel ya Biblia. Lakini sema kina Gaza zipo mpaka kuanzia vitabu vya mwanzo huko mpaka kuanzia zamani. Gaza zipo tangu zamani. Hiyo ni kweli Lakini watu so wewe unajua Waisraeli wamekaa na amani na Waislamu miaka mingi kuliko vile wamekaa amani na Waroma. Wazungu walikuja wakavuruga hiyo amani. Tangu waweke mambo ya Palestine state na hii na ni kuleta kazi yao ilikuwa wanataka control resources za Middle East. Unajua kitu kinaitwa crusade? Crusaders waliingia Middle East mwaka gani? Crusaders lakini unajua historia. Ilikuwa ni 15 na huko ndani 11. Inatoka lakini nani walianza? Nyinyi ndio mlianza kuspread Islam kwenda Europe. So crusade hata Pope walita crusaders ndio mkarudishwa. Europe ingekuwa Islam kama Crusaders walikuja Middle East kufanya nini? Kama unasoma historia. Okay, na walikuwa naongozwa na France. Knight of Colombo. Na walikuwa saini yao ni msalaba. Si ni kweli? Msalaba mwekundu. Ikiongozwa na France. Waliingia Middle East 1111 lakini kuingia rasmi waliingia 1199. Ndio wameingia Middle East. Walifanya massacre ya aina gani? Waliua massacre 1000, damu ilikuwa inatembea kama mto.
hadi pale walipotolewa. Waliua, walikuwa naua. Ngoja kidogo. Ngoja, hakuna watu walianza. Wapi? Nipe historia. Ongea tu kweli, tuko mbele ya watu na tuko mbele ya kamera. Nipe historia. Waislamu ndio walianza Crusaders. And the Ottoman Empire, Islam iko na spread so fast. Ottoman Empire ni alini? Kumbe hata wewe hujui historia. Sorry, now the Persian. Ottoman Empire ilikuwa Persian. Ottoman ya juzi. Ottoman ya juzi. Wapi? Nasema ile nyingine ya kwanza, kuna hii ya kwanza yenye hakuna Ottoman No. Ndugu yangu, nataka mimi wewe niambia ni msomi, lakini ningetaka sana na uende usome the history ya kwanza vile ilianzia kuanzia mwanzo. Kwa nini hao Crusaders walikuja Middle East wakafanya masaka, wakaua wale Waarabu na Mayahudi, walichanganya wote, na Wakristo wale walikuwa huko wote walichanganywa. Wa Crusaders wakati walitoka Europe hata wanakuja kukomboa nchi takatifu, walichinja kila mtu bila huruma hata yoyote. Unajua hivyo? Na vitabu za sheria kama hizi vitabu zinapatikana zote, walikuwa na zingine wanachoma na zingine wakaenda nazo kwao. Walifanya sema hiyo historia iko masaka mkubwa sana. Kwa hivyo tukiongea hapa Crusaders walifanya mambo makubwa sana katika Middle East. Kwa hivyo maana ya crusade ni vita vya msalaba. Ukisema crusade ni vita vya msalaba. Hata ingia katika kijana niulize maana ya neno crusade inamaanisha nini? Itakwambia tu. Kwa hivyo tuache huko, tukuje sasa kwa maneno muhimu. Leta maneno sasa. Sasa hiyo swali yangu ya nani naona mmefanya. Acha twende kwa nyingine sasa. Wewe uliza mwisho alafu mwingine naye achukue. Sawa, niko naulizaje? Nzuri wa kuongea na msomi. Kwa kina msomi vipi? Kwa hiyo orodha ya manabii ama prophets. Naona maprofeti wengine kuanzia Musa pale, tunakuja maprofeti wengine. Tunaona Muhammad anakuja kutokea baadaye. Na hata kama Muhammad hajatajwa kwa New Testament, Old Testament yenye mnaamini, kuna mahali mimi naona ametajwa kwa sababu manabii wengi wametajwa. Nimekupa research. Ngoja kidogo. Hata research nitakupa aya 3, uende nazo nyumbani usifanyie research. Ukija kama ni kesho ama kesho kutwa, kama utanipata mimi utapata mwalimu ule mwingine mwenzangu, umuulize, uende ufanye research yako nyumbani. Lakini uliza swali lako sasa kwa manabii wote hata tunaojua majina yao, si ndio? As much as wenu kwa Old Testament hajatajwa na jina, au wengine wote kina Isaya wote kina nani kina Musa wote Yeremia wote wametajwa na majina. Unaona? So nikuulize, tunaona hapa the father of faith ambapo ni Abraham, ambapo bado nyinyi mnatokea pale, si ndio? Endelea, uliza swali yako, enda tu. So now kwa nini muache ama manabii wote wengine mpaka wenye wameleta sheria za Mungu zile 10 mkawaacha wote mkawaignore mkakuja kuchukua mwenye hakuna mahali ametokea kwa Biblia wala ule Mungu wake anamuita Allah, hakuna mahali ametajwa Allah, kwa sababu majina yote ya Mungu tunajua wenye iko kwa Old Testament, kwa sababu tunaenda kwa New Testament. Kwa Old Testament tunajua majina ya Mungu yote. So kwa nini hakuna mahali tunaona Allah anatajwa hapo hiyo jina ya Mungu wenu mnamuita Allah? Na kwa nini hatuoni mahali nyinyi mnaheshimu hawa manani wengine na muamue kuchukua hawa previous? Mbona mna ignore all previous prophets, mnakuja kuchukua mwenye hata hayuko kwa nani na alitokea wapi kwanza? Mkuje msapasa hao wengine wote, Movared hao wengine wote, ni kama kazi yao haiko kuwa muhimu, mkuje mchukue huyu. Asante sana. Kabla sijaenda kwa masomo, nikisema saa hii Kenya tunatawaliwa na mzee Jomo Kenyatta, utakubali? Hapana. Kwa nini? Si una hayati alishapita. Imeshapita. Kumbe hao wameshapita. Sasa hivi tunatawaliwa na Rais Ruto. Ndio rais wetu wa Kenya, si ndio? Ndio nikakurudisha nyuma. Kwanza kabla sijaenda kwa maandiko, ujue saa hii ukiulizwa rais wako ni nani, utasema ni Kenyatta, ule mzee Kenyatta ama Moi. Utasema rais wangu ni Rais Ruto, sababu ndio wako current, si ndio? Kwa hivyo manabii ni hivyo. Manabii wameshapita wale, zamu yao inakuja nabii. Mungu alikuwa analeta nabii, akilete huyu analete mwingine. Huwa akitoka anaingia mwingine. Huwa akitoka anaingia mwingine. Huwa akitoka anaingia mwingine. Mpaka ikafika Mtume Muhammad ambaye ni nabii wa mwisho duniani. Na tangu akuje duniani ndio ujue maneno ya Mungu ni kweli, hakujai tokea na nabii mwingine. Na sasa ni mwaka 1447 saa hii. Hakujai tokea. Imepita mwaka 1447 nabii mwingine ambaye hajatokea duniani. Na Mungu alisema yeye ni wa mwisho na hakutatokea mwingine. Na kama atatokea basi kuja unipige viboko. Kwa sababu amesema. Alafu ya pili,
Sisi huyo baba umesema baba of faith ambaye ni Ibrahimu. Sisi tunajua Ibrahimu ni ndugu yetu. Sababu Ibrahimu kwa mujibu wa Qur'an tunaambiwa alikuwa Muislamu. Ama wewe unaamini Ibrahimu alikuwa dini gani? Wewe tueleze tu. Hiyo Ibrahim tunamwona akitoa sadaka pale kwa Melchizedek na tunaona the father of faith. So dini yake ilikuwa gani? What was his religion? The religion of Abraham. Na hakutoa ni kupewa. Okay, kwa upande wa religion sisi sema alikuwa Muislamu, alikuwa mfuata Yesu. Mimi ngoja kidogo taratibu, ngoja kidogo. Watu wende na maandiko ndio mambo iwe sawa, ndio tusidanganye watu. Mimi naanza na mimi. Ibrahimu nasema fear will mia ama million times alikuwa Muislamu. Qurani 22:78. Anifungulie kwa Biblia. Ngoja kidogo, si Qurani kwanza. Mimi nasoma Qurani. Qurani ndio kitabu nasoma. Ngoja kidogo. Wewe ulisema kwanza tusome Biblia, tusome Qurani. Ngoja kidogo. Wewe ndio utanisomea kwanza utaniambia ni wa dini gani. Mimi nasema kwa kitabu yangu kwanza. Alafu na wewe tukimaliza uchukue kitabu yako Biblia unieleze Ibrahim alikuwa wa dini gani. Hivyo tu, simple ni clear. Wacha watu wengine wafaidike. Kwanza kwa kitabu yangu. Unasiweka limit. Soma. Lazima tuweke limit. Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Ndio. Naipiganieni dini ya Mwenyezi Mungu kama inavyostahili kupiganiwa. Endelea. Yeye amekuchagueni muwe umulio bora. Wala hakuweka juu yenu mambo mazito katika dini. Nayo dini hii tunaambiwa, nayo dini hii ni mila ya baba yenu Ibrahimu. Tunaambiwa ni dini ya mila yetu Ibrahimu. Yeye Mwenyezi Mungu alikuiteni Waislamu tangu katika vitabu vya zamani huko. Kumbe Mwenyezi Mungu ndiye alituita Waislamu tangu vitabu vya zamani huko, na tunaambiwa ndio ilikuwa dini ya Ibrahimu. Qurani 42:13. Na unataka niamini? Wewe ti lazima uamini. Ni kusoma na soma. Watu wengine kuamini ni jambo, ni wewe, ni moyo wako. Ukitaka kuamini utaamini. Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Amekupeni sheria dini ile aliyomuhusia Nuhu. Na tuliokufunulia wewe Nabii Muhammad. Na tuliohusia Ibrahimu. Unaambiwa Muhammad anaambiwa tumekupa sheria ya dini ile tulipatia Nuhu. Unasikia vile maneno inaenda? Tumekupa, yani anaambiwa na Mungu, tumekupa sheria ya dini ile ilikuwa na Nuhu na nani mwingine? Na Ibrahimu. Na tuliokufunulia wewe. Na tuliowahusia Ibrahimu. Kumbe hiyo dini ndio dini ya Ibrahimu na Musa, na dini ya Musa na Yesu. Unaona sasa? Unaona Qurani vile imesema? Ni Qurani hiyo, funga hiyo Qurani kabisa. Mpatie Biblia. Wewe fungua. Sasa mimi unajua, sikia, ili tuende fair. Ngoja kidogo, ili tuende fair. Mimi nimesoma kitabu changu cha Qurani. Na ambao wakati ulikuja hapo kaniuliza kwa nini nyinyi mnasomaga Biblia? Tukamwambia sisi hatusomagi Biblia. Ile kitu iko hapa. Mtu ukienda kumsomea Qurani anakuambia mimi sitaki. Somee Biblia yangu. Na ndio unaona tunaibeba. Sasa wewe kwa sababu wewe ndio msomi wa hii. Wewe unasoma kitabu gani kanisani? Unatumia hii. Sio msomi sana. Sio msomi, watakusaidia watu. Sio watakusaidia. Ngoja kidogo. Hapana, mimi siwezi toka kwa sababu wewe, mimi nimetoka kitabu yangu. Nasema ngoja kidogo. Kwani unaogopa kitabu yako? Toe kwa ipi? Kwani unaogopa kitabu yako? Siogopi. Kama uogopi, si unaongoza na Roho Mtakatifu? Fanya hivi. Ngoja kidogo. Unaogopa? Ngoja nauliza hivi. Ukienda kanisani, kwa mfano uko kanisani saa hii. Mtu mmoja kuuliza kwa kanisa, Ibrahimu alikuwa dini gani? Utamtolea, utaenda kutafuta Uislamu Qurani usome ama utasoma kwa kile kitabu? Okay, sasa soma hapa kwa sababu iko hivi. Religion vile unasema hapa unataja kwa Uislamu, si ndio? Kwa sababu hata hii ilikuja nyuma ya hii. So now ilikuja nyuma usema religion. Usidanganye watu. Ngoja kidogo, usidanganye watu. Unasema hii ilikuja nyuma ya hii. Hii Qurani imekuja duniani mwaka wa 632 AD. 632, karne ya 6. Haya, hii imekuja lini? Mwaka nionyeshe ushahidi. Sema ushahidi. Sema ilikusanyisha vitabu baadaye, lakini hizo vitabu zilikuwepo. Wapi? Zilikuwepo. Ile mimi naona imeandikwa hapa. Fungua hapa mwanzo. Hapa. Imeandikwa 19 what? Achana na hii. Si imekuwa all along. Old Testament imekuwa all along. Wapi?
Wewe katika historia hilo unajua. Biblia ya kwanza kutafsiriwa kutoka kwa Kigiriki kwa King James version ni mwaka gani? Ni mwaka wa achana na King James version. Biblia ilikuwa put together na the Council of Nicaea. The Council of Nicaea. The Council of Nicaea wakati wa Constantine. Council of Nicaea hawakuweka Biblia. Wewe Council of Nicaea. Wewe walichambua Biblia kuwekwa. Sasa mwalimu anauliza King James version ambayo ndio Biblia ya kwanza kutolewa kwenye Kigiriki ilikuwa mwaka gani? Ilikuwa ni 16 something. Naona ndio nikakwambia kakangu. Ngoja kidogo. Hiyo ndio ya kwanza ambayo imejulikana imekuja duniani. Kama kuna nyingine ambayo ilikuja mbele ya hiyo, ngoja basi nauliza hivi. Hiyo ilikuwa imeandikwa, labda tupatie ilikuwa ni ya mwaka gani? Hiyo unasema ilikuwa mbele ya hii ya hiyo 1611. Ilikuwa ni scrolls. So kuna scroll ya Musa ya the book of law. Hata yeye imeandikwa mwaka gani? Wapi mwaka gani ilikuwa imeandikwa? Si Musa aliandika hiyo wakati wa nyuma kabisa. Wapi? Ushahidi gani? Kwani hiyo Council of Nicaea wanakusanya nini ndio waweke pamoja? Hawakusanya. Wakati ya Council of Nicaea hakuna scrolls jamani. Walikuwa wanakusanya nini ndio waweke pamoja? Walikuwa wanakusanya nini waweke? Unajua kwani nyinyi ngoja kidogo. Kwani nyinyi mnasoma hapa Old Testament? Kulingana na wewe imeandikwa juzi. Mimi najua ni ya 1611. Kwa sababu ndio ushahidi niko naye. Mfalme King James wa kwanza ndio alitoa alitoa amri itoke kwa Wagiriki kuletwa kwa Kiingereza. Kama kuna nyingine ilikuwa mbele ya hiyo tuonyeshe ni gani? Yeye kwani aliandika ama alipata ishaandikwa anatoa kutoka kwa Greek aleta kwa Kiingereza? Si ndio kuandika. Kwani kwa amri si ndio kuamulisha aliamulisha itolewe hapa iwekwe wapi? Kitu ishaandikwa tayari. Ilikuwa imeandikwa kwa lugha gani? Aramaic. Kuna Hebrew na Aramaic. Na Greek pia. Zilikuwa zinaenda kibadilika. Wakati anaitoa ilikuwa Greek. Ilikuwa imeandikwa kwa Aramaic. Hakuna Biblia ilikuwa imeandikwa kwa Aramaic. Usidanganye watu. Hakuna katika historia yote. Nenda ufanye research yote. Nenda Google. Chukua simu yako Google. Anaandika na Greek. Musa alikuwa anaandika. Musa aliandika wapi kitabu? Kwani context ya Musa? Nauliza wapi Musa aliandika vitabu? Imeandikwa kwamba Musa kaandika. Kitabu uko nayo tusaidie. Hakuna mahali imeandikwa hapa. Kama hakuna basi kwa nini hakuna mahali imeandikwa kwenye maandiko? Haya basi wacha tuchukue swali. Wacha tuchukue swali ya pili. Najua sasa. Haya tuchukue swali. Nani wewe mwingine? Lakini wewe ni mtu mzuri. Nani wewe mwingine? Ya mwisho tafadhali, ya mwisho. Wacha tuchukue nyingine. Unajua time naye tumechukua time sana. Nani wewe mwingine? Anauliza swali lake. Mimi naitwa Sheikh Hassan. Na wewe unaitwaje kakaangu? Mimi naitwa Kennedy Otieno. Doji Islam Omera. Islam dini mabel kabisa. Hakuna dini mbaya, dini zote ni dini. Sawa. Swali gani hiyo? Swali gani? Mimi najua ya Yesu na Muhammad. Nani alikuwa wa kwanza? Yesu ndio alikuja mbele ya Muhammad. Wameachana na katabu takriban miaka 600. Almost 600 years. Wameachana. Yesu, mnaamini Yesu alikuwa? Si ndugu yetu Muislamu. Alikuwa anaenda msikitini kama sisi. Tofauti ya Ukristo na Uislamu ni nini? Iko kubwa sana kwa sababu Yesu alikuwa anaenda msikitini na nyinyi mnaenda kanisani. Msikiti na kanisa tofauti? Iko tofauti kubwa. 4:14 kitabu cha Luka. Ande 14 Luka. Sinajua Biblia ni ya Wakristo, ni ndio wameandikwa na watu wengi. Wakiongozwa na Roho wa Mungu. 4:14 Luka. Yesu akarudi kwa nguvu za Roho. Tunaongea kuhusu Yesu, akaenda Galilaya. Habari zake zikaenea katika nchi zote za kando kando. Naye alikuwa akifundisha katika masinagogi yao akitukuzwa na watu wote. Akaenda Nazareti hapo alipolelewa. Ndio. Na siku ya Sabato akaingia katika sinagogi kama ilivyokuwa desturi yake. Kumbe desturi ya Yesu ni kwenda kwa nyumba inaitwaje? Sinagogi. Sinagogi wewe unajua ni nini? Sinagogi ni kama kanisa tu. Kama kanisa. Mimi sijui. Hiyo ni lugha ya Middle East. Waandishi wa Biblia labda ndio wataniwaambia kwa sababu wao ndio wameweka dictionary hapo nyuma. Ukiona neno la kusumbua uangalie. Angalia hapo. Soma hiyo neno la kutoka juu. Msikiti wa Wayahudi. Sinagogi ni nini kwa tafsiri wa Biblia wamesema? Msikiti wa Wayahudi. Msikiti ya nini? Soma watu wasikie. Msikiti wa Wayahudi. Kumbe Wayahudi walijenga nini? Msikiti. Yesu alipokuja kaenda wapi? Sinagogi. Ambaye ni nini?
Msikiti wa Wayahudi. Na Muhammad naye ndugu yake nabii kama yeye alipokuja naye akaenda wapi? Usione haya, wewe mjibu tu mwalimu. Usione haya. Sio mimi nimeandika Biblia. Hiyo kwanza usinizingizie mimi. Biblia ni Wakristo wakiongozwa na Roho Mtakatifu. Wametafsiri ya kwamba ukiona neno sinagogi isikusumbue kwa Biblia, angalia hapo nyuma ni tafsiri yake nini. Inasema sinagogi ni msikiti wa Yahudi. Na sinagogi haikuwa moja, hata Musa alikuwa anaenda sinagogi. Matendo ya Mitume 15:21. Nitasoma kama ilivyoandikwa mwalimu wangu. Kwa maana tangu zamani za kale, kumbe hata wakati ya Nabii Musa watu walikuwa wanafanya nini? Musa nao watu wahubiriwa mambo yake. Katika kila mji husomwa kila Sabato katika masinagogi. Kumbe hata Musa alikuwa anaenda wapi? Sinagogi. Na sinagogi tumeona ni nini? Msikiti wa Wayahudi. Na wale wanaenda msikitini ni watu wa dini gani? Sema tu siona. Wale wanaenda msikitini ni watu wa dini gani? Ongea ukweli. Wao nashangaa. Na sisangai. Hamsomaji hizi vitabu, that's the problem. Hamsomi. Mnaiba sana, mnasahau mambo ya kusoma. Na mnangojea sana mchungaji ndio anasoma. Mnamwamini mchungaji kabisa? Unaona kitabu kama mambo kama hayo hujaisoma. Na ni yenyu. Na imeandikwa na Kiswahili, lugha ambayo unaongea hapa Kenya. Imeandikwa kwa lugha ya taifa. Wewe unampinga Yesu wewe? Sina swali sasa. Sina swali kwa saa hii. Una swali kwa saa hii? Wewe unamwamini Yesu? Wewe unamwamini Yesu? Venyanda nyinyi mnaamini Yesu yupo. Mimi pia naamini Yesu. Unamwamini Yesu kabisa? Yesu akisema kitu utakubali? Swali yangu itajibiwa na swali pia. Nyinyi mnaamini Muhammad? Mnaamini Muhammad pia? Muhammad tunamwamini nabii. Venye mnaamini akiwaambia kitu mtafanya? Tutafanya. Yesu pia akiniambia kitu nitafanya. Utafanya Haya, sawa, umefanya vizuri sana. 15:4 Ufunuo wa Yohana. Haya, Yesu huyo ndio maneno yake, sikia maneno yake. Kwanza Yesu kuna kitu Yesu ametuambia kwanza. Hebu mwalimu kwanza soma 7:21 kitabu cha Mathayo. Ndio tuwekane sawa, ndio tukienda kusoma andiko tuwekane sawa. Tu tumenyoshana. Na mwalimu kama iko mkeka hapo karibu ungenipatia tafadhali. Ama wacha niende tu kwa mchanga ndio iko na dhahabu mingi. 7. Basi kiyasikia haya maneno yangu na kuyafanya atafananishwa na mtu mwenye akili. Endelea. Na kila sikia haya maneno yangu asiyafanye atafananishwa na mtu mpumbavu. Yaani Yesu anasema ukisikia maneno yake na kufuata vile anasema unakuwa ni mtu mwenye akili. Mwenye akili. Na ukikataa maneno yake unakuwa ni mpumbavu. Kwa hiyo amesema mambo mangapi? Mawili. Katika haya mambo mawili unataka gani? Mwenye akili au mpumbavu? Unataka gani? Mwenye akili. Mwenye akili. Hata mimi nataka ule mwenye akili. Hata mimi siwezi kuenda kwa mpumbavu, ndio kwenye akili. Sasa tuende kwa maneno ya Yesu. Yesu anasemaje? Tuone kama soma 15:4. 15:4 mwalimu wangu. Nitasoma kama ilivyoandikwa. Inasema. Huu ni ufunuo. Ngoja kidogo mwalimu ndio aweze kuelewa. Huyu ni ufunuo wa Yesu, anamfunulia Yohana Mbatizaji. Si unajua? Revelation ya Yesu kwa nani? Revelation ndio Yesu alifunulia Yohana. Ni nani? Mungu mwenyewe. Mungu mwenyewe. Ndiye alifunulia Yohana. Si Yesu alikuwa anamfunulia hadi mwanzo. Ufunuo wa Yesu Kristo. Ule ni ufunuo wa nani? Ni ufunuo wa nani? Yesu. Soma 15:14. 15:4. Ni nani asiyekucha? Nani asiyekucha? Bwana. Bwana. Na kulitukuza jina lako. Kwa kuwa wewe peke yako tu mtakatifu. Kwa maana mataifa yote watakuja na kusujudu mbele zako. Kumbe mataifa yote ya dunia yatakuja na kusujudu mbele ya Mungu. Maneno haya anasema nani? Yesu. Kumbe wewe unafaa kufanyaje? Unafaa kumsujudia nani? Mungu. Wewe tangu uzaliwa umeshawahi kusujudu? Si ndio? 4:10 Mathayo.
Tusaidie nikufanyie rahisi kidogo ndio uweze kufahamu. Tunakuja huko tu. Somo liwe jepesi. Somo liwe rahisi kwako. Ndipo Yesu alimwambia, nenda zako shetani. Kwa maana imeandikwa, msujudie Bwana Mungu wako, umwabudu yeye peke yake. Yesu anamwambia shetani, nenda zako shetani, kwa maana imeandikwa tangu mwanzo, umsujudie Bwana Mungu wako na umwabudu yeye peke yake. Nini unajua kusujudu ni kufanya aje? Kuomba. Kuomba kivipi? Naomba kwa Mungu wako. Hiyo ndio kusujudu. Kupiga magoti na kuinama. Hebu tuulize Biblia, kusujudu ni kufanya nini? Nyakati wa Pili 7:3. Saba tatu, Nyakati wa Pili kwa wenye kuandika. Inasemaje? Inasema mwalimu wangu, wakatazama wana wa Israeli wote. Angalia hapa inaongelewa wana wa Israeli wakiwa wote pamoja. Wakatazama wana wa Israeli wote waliposhuka ule moto. Utukufu wa Bwana ulipokuwa hapo juu ya nyumba. Wakafanyaje? Wakasujudu kifurifuri, hata nchi sakafuni, wakaabudu. Wakasujudu kifurifuri hata inchi. Inchi ni wapi? Chini. Inchi ni wapi? Chini. Kwa hivyo walisujudu kifurifuri hata inchi sakafuni. Wakamuomba nani? Mungu. Kumbe kusujudu ni kuweka uso wapi? Ndio kuabudu. Kusujudu ndio kuabudu. Kumbe wewe kama hujai sujudu, hujai mwabudu nani? Na kuongeza ingine moja hapo 14:6 kitabu cha Ufunuo wa Yohana. Nyinyi ndio mnakataa kusujudu, Waislamu tunasujudu. Ndio naona anasema kila siku hii kitabu ni yetu sio yenu. Nyinyi hamfuati hata kitu moja. Ile mambo yote inasema yote nyinyi hamfuati, sisi tunafuata yote. Soma. Kisha nikaona malaika mwingine akiruka katikati ya mbingu, mwenye injili ya milele. Anasemaje huyu malaika mwingine? Hubiri hao wakao juu ya nchi, na kila taifa, na kabila na lugha na jamaa. Akasema kwa sauti kuu. Malaika anasema kwa sauti kuu, mcheni Mungu. Anasema mcheni Mungu nyinyi, na kumtukuza, kwa maana saa ya hukumu yake imekuja. Msujudieni yeye aliyefanya mbingu na nchi na bahari na chemichemi za maji. Kumbe tunaambiwa tumsujudie nani? Mungu. Na wewe tangu zaliwa hujai sujudia nani? Hebu tuulize malaika, je, wewe ni mzuri kuliko malaika? Malaika mbinguni wanafanyaje? 7:11 kitabu cha Ufunuo wa Yohana. Inasema mwalimu wangu. Inasema nini? Na malaika wote walikuwa wakisimama pande zote za kile kiti cha enzi. Na za hao wazee, na za wale wenye uhai wanne. Ndio. Nao wakaanguka kifurifuri mbele ya kile kiti cha enzi. Wakamsujudu Mungu. Wakamsujudu Mungu. Sasa ndugu yangu, Yesu anasema usujudu, usitaki. Malaika wanasujudia Mungu, hutaki. Unataka nini sasa? Sio mimi nimesema. Ingekuwa ni mimi nimesema ni amri yangu nizio. Malaika nyinyi mweka kiti, hata mnasujudu wapi? Yesu aliingia hekalu akavunja viti na meza akatupa nje. Nani kwa nini mlirudisha? Ndio msujudu. Hiyo akupiga magoti mlitoa wapi? Ulitoa wapi hiyo ibada? Biblia iko hapa. Ule anaanza atakuja hapa. Magoti hata sisi tunapiga magoti. Chukua lazima ukisujudu lazima upige magoti, lakini lazima uso iende chini. Ukisoma Biblia ya Kizungu inasema and Jesus went a little further and he fell on his face to the ground and prayed. Nyinyi hamtaki. Mmewachia Waislamu. Au mnasema Waislamu hawajui ibada. Kama hoteli nyinyi. Haya. Umemaliza hiyo? Umemaliza? Haya. Naweza niamini kuulize moja.
Mungu ni wangapi? Mungu ni mmoja. Okay. Wewe usemaje Mungu ni watatu? Oh, kwa hivyo unaamini ni moja. Mungu ni mmoja. Basi wewe uko sawa kabisa. Kuna wengine wanatuambia kuna Mungu Baba, Mwana na Roho. Wewe unaamini hiyo? Mungu ni mmoja. Unaona sasa. Na Yesu kwako ni nani? Na Yesu kwako ni nani? Unamtambua kama nani? Mwana wa Mungu. Mwana wa Mungu. Oh. Kwani Mungu anazaa? Holy Spirit, something like that. Sasa usimsemee Yesu. Saa hii tunaongea hapa saa hii. Jacaranda. Na jua linawaka, si unaona vile linawaka. Isi Yesu yuko mbinguni saa hii. Mimi kama Muislamu naamini yako mbinguni. Mbingu ya pili. Naona naamini Yesu yuko mbinguni. Sasa kule mbinguni yeye ni nani kule? Cheo yake ni nani? Cheo yake ni nani? Ni gani? Cheo chake kule mbinguni saa hii yako mbinguni. Cheo chake kule mbinguni yeye ni nani? Nani anajua hiyo swali ya kuja amsaidie kujibu? Utamsaidia? Njoo. Wacha kusaidia. Ngoja kidogo. Unaitwa nani kakangu? Mimi naitwa Hassan. Na wewe unaitwa nani kaka? Kwa majina mimi ni Fred Orenge. Kenye mimi najua Mungu anakuanga kwa watu wawili. As long as we are two, God is with us. Hata sasa Mungu ako na sisi. Swali sio hiyo. Nimeuliza sasa Yesu yuko mbinguni. Sawa. Wewe si unajua yuko mbinguni ama hujui? Mungu sawa, lakini Yesu je yuko wapi? Yesu ako wapi sasa hii? Yuko mbinguni? Yesu pana mimi unajua hujaniuliza kwanza kulingana na mimi I don't trust in Yesu. Wewe umwamini Yesu? Huyu ni mwingine tena. Mimi najua tu. Mimi namjua Yesu kama ni mtu alitumwa. So it's not God. We have only hiyo ni sawa. Hiyo ni sawa. Ndio tukaulizana. Sasa saa hii Yesu kwa sababu yuko duniani saa hii, alipaa akaenda mbinguni. Ndio nilikuwa namuuliza huyu, cheo chake kule yeye ni nani? Sasa hiyo si yako. Hiyo si yako. Wewe usiki kwa sababu wewe mtabui. Nataka ule mtu amemtambua. Nikusaidie? Kuna mwingine anaweza saidia hiyo swali? Swali ni hii. Yesu sasa yuko mbinguni, sawa? Si alipaa kwenda mbinguni? Hata sio Waislamu tunaamini Yesu yuko mbinguni, mbingu ya pili yako kule mbinguni. Na Wakristo pia wanaamini Yesu ako mbinguni. Sasa hii Yesu ile cheo chake kule mbinguni, sasa hii ni nani kule mbinguni? Hiyo ndio swali nauliza. Nauliza kule mbinguni sasa hii cheo chake kule ni gani? Nataka ule anakuja hapa ajibu hiyo swali. Huo alipanda juu. Saa hii kule mbinguni kwa Mungu yeye ana cheo gani kule? Basi lakini njoo mara moja bana. Wewe njoo kwanza, una maneno mazuri sana wewe kwanza. Njoo. Utaweza kujibu hiyo swali? Ana maneno mazuri sana. Kuja hapa, mimi nataka hapa. Nataka ukuje uniambie hapa. Kuja tu. Kijana hakuna pale ataenda. Usikimbia bro. Okay. Sawa. Hata kamera sawa. Ako sawa. Hiyo kuna freedom yako, hiyo ni kweli. Kama udini na kamera ni sawa. Iko sawa. Nani wa mwingine? Kuna mtu anajibu hiyo swali? Madam hajasema anajibu. Kwa sababu nimeona umelemewa na watu wamelemewa na kujibu hiyo swali. Yesu ako mbinguni kwa mujibu wa Biblia, akiwa mbinguni ni nani? Naiuliza Biblia, Matendo ya Mitume 7:55-56. Matendo ya Mitume, The Acts of Apostles 7:55. Chukua kama uko na simu yako, fungua uangalie. 7:55-56. Soma mwalimu. Lakini yeye akija Roho Mtakatifu. Unajua Roho Mtakatifu? Nasikia Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu aongei urongo, si ni kweli? Twende. Akakasa macho yake akatazama mbinguni. Akakaza macho yake akielekea mbinguni. Akauona utukufu wa Mungu. Na Yesu akisimama upande wa mkono wa kuume wa Mungu. Kumbe Yesu kule mbinguni amekaa mkono wa kuume wa Mungu. Amesimama mkono wa kuume wa Mungu. Endelea. Akasema, tazama. Naona nini? Naona mbingu zimefunguka. Ndio. Na mwana wa Adam. Na mwana wa nani? Mwana wa Adam. Sio mwana wa Mungu. Mwana wa Adam. Amefanyaje? Amesimama mkono wa kuume wa Mungu. Kumbe Yesu akiwa mbinguni ni mwana wa nani? Hata hana kiti huko.
Kumbe Yesu kwa mujibu wa Biblia akiwa mbinguni ni mwana wa nani? Tuongee ukweli, hakuna kufichana, ni mchana jua linawaka. Usifiche kama sehemu za siri. Sema tu. Nani alizaa Yesu? Umeelewa hiyo kwanza? Nani alizaa Yesu? Kwanza nauliza hivi, hiyo umeelewa swali? Hiyo siwezi kubaliana kwanza. Kwa hivyo kubaliana, kwa hivyo wewe unapinga Biblia. Nani alizaa Yesu? Nauliza hivi, kwa hivyo wewe unapinga Biblia vile imesema. Nani alizaa Yesu? Na nyinyi mnasema Waislamu ndio wanapinga Biblia. Kumbe wewe ni Mkristo na unapinga nini? Mimi sipingi. Mnasema Waislamu waamini Biblia, hata wanapinga. Wewe uko saa hii jua likiwaka mchana, unapinga Biblia. Ukubali, unasema mimi siwezi kubali Yesu ni mwana wa Adamu akiwa mbinguni. Waislamu wanaandika Biblia? Nimeuliza swali. Kwanza kabla hujauliza swali, hii umekubaliana naye ama hapana? Usione haya. Haya, unajua mtu mwanaume akishindwa na kitu usimfinyilie sana. Una understand? Mimi ni ku understand. Nafikiri ni hivyo. Nani mwingine akona swali? Ndio tupeane kangu, unaitwaje? Mimi naitwa Protas. Protas. Protas nani? Protas Ogutu. Ogutu. Asante sana. Na mimi naitwa Hassan. Hassan ni nani? Hassan Karaoke. Sasa. Asante sana. Okay, swali gani ambayo unataka kuuliza? Uliza hata ile zito kabisa. Na makosa hilo naona tunafanya, tuambie sasa turekebishe. Maswali ni mawili. Ya kwanza, wewe wakati unaona shida anapojiita mwana wa Adam, ili hali katika kuja kwake alija akiwa anazaliwa na mwana wa Adam. Chochote kinachozaliwa na Adam na mwanadamu kinafaa kiitweje? Pili, mbona nyinyi kama Waislamu mumezingatia sana swala la sheria zaidi ya swala la imani kiasi kwamba mutazingatia ikija siku fulani masaa fulani mnapatikana mumepiga magoti mnafanya nini? Hilo ni swala la sheria zaidi ya swala la imani. Inakuwaje hivyo? Imani inaambatana na nini? Na mimi nakuuliza, imani inaambatana na nini? Imani imejisimamia kivyake kijinsi gani? Jinsi kwamba ni kuamini tu, halina zaidi ya hapo. Kuamini tu, na jinsi unavyoamini ndivyo unatarajia yatokee. Kwa hivyo kitu yoyote, ni wapi imeandikwa hiyo maneno unasema? Hebu tupe ushahidi kaka. Tusiandikie mata wakati wino huko. Watu hao wanataka elimu. Watu wanataka elimu, wamekuja kusoma. Nitaeleweka hivi. Ninapotoka kwa nyumba sija kuja nikiwa nimejiandaa kwa kikao hiki. Ngoja kidogo. Hiyo haitawezekana kwamba nimesoma Biblia, nimesoma Qurani kuja labda kupingana na nyinyi hasa kwa. Hapa hakuna kupingana. Hapa ni maneno tunaongea, hakuna kubishi hapa. Nimekuuliza hivi, maneno nasema ili watu wajifunze kutoka kwako, imeandikwa wapi? Sijajiandaa, labda kujiandaa. Sasa unaambiwa mtu wa Mungu anaenda kila saa amejiandaa, sababu kifo inaweza kupata hata jiani. Kwa hivyo saa yote ukitembea unajiandaa kwamba leo siwezi lala, kesho siwezi amka, mambo kama hayo, si ndio? Nimeambiwa nguo za vita ambazo mnafaa kuvaa. Kujiandaa tunako maneno, yani unakaa na Mungu karibu saa yote. Sio unaulizwa maneno yake unaanza kusema mpaka na Mungu kivyake, kukaa na Mungu. Unaambiwa imani, unauliza kwa nini sisi saa yote tunazingatia kwa sababu imani, hata Biblia inasema imani bila matendo imefanyaje? Imani bila matendo imekufa. Kumbe unajua. Kwa hivyo sisi tunakona imani na tunafanya na matendo. Kwa hivyo yetu haiwezi kukufa kwa sababu tunafanya kiimani na tunaenda kimatendo. Unaona, tunaenda kusali msikitini lakini imani tuko naye. Tunasali asubuhi, mchana, saa 10, saa 12, saa 2 ya usiku tunamaliza. Imani na matendo inapelekana pamoja. Mwali tunakuwa na shida na hiyo imani na matendo ni kwamba kisheria lazima muende kwa choo na maji. Lazima tuende na choo na maji kwa sababu hata wewe ukienda nyumbani huwezi kwenda mwambie mke wako, mama fulani nipatie tishu nioge, ama unasemaga hivyo? Na nauliza ukienda nyumbani, ukitoka hapa uende nyumbani,
Ukifika nyumbani utaambia mama fulani nipatie tissue nioge, ama utamwambia nipe maji nioge? Sijafahamu kama hilo swali linaambatana na muktadha wa haya tunayoyajadili. Kwani unaogopa sana maji? Kwani unaogopa maji na maji ni free? Unaogopa labda ya baridi? Swali ni kwamba mbona iwe sheria ni maji yatumike sio tissue? Maji tumike. Haya, ngwa Biblia. Juu yote yanasema. Ngoja kidogo tu. Tuende tu tuende tu. Haya. Kumbukumbu la Torati 23:9. Tuanzie hapo. 23:9. Kumbukumbu. Sio wewe kuongana na maji. Maji ni usafi baba. Kwa mfano, uko na watoto nyumbani. Ngoja nikupe mfano ulio hai. Uko na watoto nyumbani, sawa? Mama watoto ameenda kazi ya kuachia watoto. Sawa. Huyu akaenda choo na huyu akaenda choo, akajiharia huyu na akajiharia huyu, sawa? Ukachukua huyu mmoja ukampanguza na tissue. Huyu mwingine ukamuosha na maji. Nani msafi? Si hayo ni mambo ya kawaida. Nauliza hawa wawili nani msafi? Acha na kawaida. Ongea ukweli, usifiche mambo. Unaogopa nini? Okay, umeniuliza, wacha nijibu hivi. Ni nani msafi? Kutegemea muktadha ambapo hawa watoto wako wawili, kuna uwezekano kusiwe na maji wakati fulani. Lakini tunaachana na muktadha. Na kuuliza hivi, na swali ni ndogo tu. Huyu mmoja wamejiharia. Unajua maana ya kuhara? Si unajua? Naelewa. Huyu amejiharia na huyu amejiharia. Umechukua maji umeosha huyu na maji. Huyu umepanguza na tissue. Hawa wawili nani msafi? Huyu wa maji, lakini naeleza hivi. Kwa nini ya huyu wa maji? Hapo ndio maana ameoshwa. Na ndio nikaeleza hivi, katika yale mazingira kuna mazingira ambapo hili swali lako linaegemea hali kwamba kuna maji na kuna tishu, lakini jibu langu linaegemea hali kwamba kuna mazingira mengine ambapo kuna tishu na hakuna maji. Achana na mazingira. Baadhi ya mazingira hiyo ni mambo mengine. Lakini kwa Muislamu anazingatia. Nauliza nimekuuliza hivi. Hawa watoto wawili ni mapacha wawili, ni wako waliulizaa wewe. Unasikia vile mwalimu anasema? Hawa watoto, huyu mmoja amejiharia na huyu amejiharia. Umechukua huyu mmoja umepanguza na tissue. Na huyu mwingine umepanguza na umeosha na maji. Nani msafi wao wawili? Ukasema nani msafi? Acha na mambo ya kusema hawa watoto wawili maji ni msafi. Lakini kumbe ili uwe msafi lazima utumie nini? Na kwa mazingira yasipokuwa na maji. Kama hajakuwa maji, hata sisi, ngoja kidogo. Hata sisi Waislamu tumeambiwa hivi. Hata sisi Waislamu tumeambiwa hivi. Nikitaka kusali na hakuna maji, kuna vile tumefundishwa tutumie mchanga. Tumekuwa Mungu ametufundisha. Tutumie maji tukonge mchanga, yani hivi tufanye hivi na mchanga basi na tusali. Unaona? Sasa siseme hivyo, nasema wakati maji imo. Tuko town hapa, maji hapo. Tuingie kwa Biblia. Ngoja sijasoma, acha nisome. 23:9. Huyu ni mjanja huyu. Mjanja sana huyu. 23:9 Matendo ya Mitume ya Kumbukumbu la Torati. 23:9 mwalimu wangu. Basi usikatae hii sasa. Haya. Utakapotoka kwenda juu ya adui zako, hao wanaona Israeli wakati walikuwa wanaenda kupigana na watu. Nayo katika marago. Jilinde na kila neno baya. Ndio. Akiwa kwenu mtu yote asiyekuwa ni tohara. Yaani tohara, unajua ni maana ya tohara? Ya. Tohara ni kuwa nani? Msafi kabisa, Endelea. Kwa ajili ya aliyomtukia usiku. Yaani usiku ukishiba vizuri, kuna kitu kinatokeaga. Unaelewa? Ya. Mizigo inatoka, Sawa, Tuendelee. Na toke nje ya kituo. Na utoke nje ya kituo kwa sababu imeenda katika hiyo haja, Wala asiingie ndani ya kituo kama haiko tohara. Endelea. Lakini na yeye karibiapo jioni atafanya nini? Yeye ataoga maji. Unasikia? Kumbe yale mtoka usiku ili yale tohara, ikifika jioni atumie nini? Maji. Atumie maji. Sawa, atumie nini? Maji, Sawa, tuende 9:10. Lakini unataka kutumia makaratasi. Ngoja kidogo tuone. Swala la usafi ni swala la kawaida. Ngoja Biblia iko hapa. Msema kweli iko hapa. Ngoja kidogo. Biblia iko hapa. Sasa some Biblia. Some Biblia, labda ukatae Biblia. Mbona unajishughulisha? Inasemaje? Kwa kuwa ni sheria za jinsi ya mwili tu. Hii ni Waibrania 9:10. Inasema ni sheria kwa jinsi ya mwili. Nini? Vyakula na vinywaji. Kuna chakula na nini? Kinywaji. Na ni jinsi ya nini? Kwa sababu ya nini? Mwili. Ukikunywa unaenda kwa
Kwa mkojo. Kwa mkojo. Ukikula chakula unaenda kwa mkojo. Chooni, sawa? Haja kubwa sio? Maliza. Na kutawadha kwingine. Kwa hivyo ukikula hizi chakula, vinywaji na kukula, unatawadha kwingine na kwingine. Biblia imetumia baraka. Unatawadha hapa ambaye ni jakaranda na kule ndando. Mwanadamu ako na sehemu ngapi? Ya sehemu mbili. Sehemu mbili. Unaambia unatawadha hapa jakaranda na unatawadha dandora. Kwa sababu uko na sehemu ngapi? Mbili. Nini maana ya kutawadha? Kuondoa uchafu. Kuondoa uchafu. Wacha Biblia itueleze neno tawadha. Tawadha. Nawa. Oga mbele ya kusali. Kumbe kabla hujafanya ibada utumie nini? Unawe uoge mbele ya kusali. Unatumia nini? Maji. Kwa hivyo ukienda chooni unatumia nini? Okay. Wacha niweke vizuri. Inavyosema Biblia, hasa inapozingatia swala la usafi. Inazingatia swala la usafi sana sana rohoni. Wapi? Andiko gani? Oya kidogo. Hiyo andiko ya rohoni iko wapi? Hiyo yako ni ya kuongeza. Unaambia Biblia usifunguze wala usiongeze. Hiyo ya rohoni ni yako. Musa alipoona moto wa waka, hatuongei mambo ya moto, tunaongea mambo ya kutawadha. Biblia imesemaje? Unafuata Biblia inasemaje? Unapoteza nguvu nyingi kaka. Tuko kwenye hili andiko hili. Kuhusu kutawadha. Ulikuwa umesema kuhusu kutawadha. Kwa nini mnaenda chooni na maji? Achana na Musa mambo ya moto, hatukuzungumzia mambo ya moto. Andiko linasema kwa kuwa ni sheria za jinsi ya mwili, si jinsi ya roho. Mambo ya roho hapa hamna. Wewe ndio unaweka roho. Ni mambo ya mwili. Nyinyi kila kitu ni kiroho. Ndio unaona kila kitu unasema ni roho. Kila kitu unasema ni roho. Swali la mwisho. Na ndio unaona nyinyi unaona shida yenu ni moja. Na ndio unaona mchungaji anakuja anamwambia jana niliota usiku. Aliota. Mambo ya kiroho hiyo. Na tena sauti ananyonga. Najua ananyonganga sauti wale jamaa wenu. Sauti ya utisho. Mungu amepewa roho. Ni urongo hiyo. Okay, swali la mwisho ni hili. Swali la mwisho yakiwa mawili. Tukizingatia hiyo usafi na hili la mwisho. La usafi ni hili. Je, ya usafi tumemaliza. Tusirudi pale. Time inaenda. Swali la mwisho. Uliza kitu ambacho itasaidia hii watu wote wako hapa. Vipi vitengo vyote vile vinakosesha amani duniani vinahusishwa na Uislamu, hasa kitengo kama cha Al-Shabaab, ISIS na mengine mengi kadha. Kuna kuwaje mengi yanahusishwa na Uislamu na Waislamu hawajajitenga nayo? Okay, asante sana. Okay, swali lako liko sawa. Ya kwamba ngoja kidogo. Asante sana. Mimi nakujibu hivi. Kwanza hiyo vikundi nasikiaga Al-Shabaab, Boko Haram, sijui ISIS. Hizo ni vikundi ambazo wanapigania utawala. Wanapigania nini? Wanapigania utawala. Utawala. Na ni vikundi ambazo ni watu waovu katika Uislamu. Wanajiingiza katika kujificha kwa nini? Kujificha kwa dini. Wanajificha kwa nini? Kulingana na wewe wanajificha kwa Uislamu. Wanajificha kwa dini. Kwa dini. Lakini yale matendo wanafanya ni nini? Ni mauaji ambapo hatuoni nayo zingine. Je, kwa Qur'ani, ngoja kidogo. Nitakujibu yote. Usijali hiyo swali kwanza umeuliza, ni very controversial question na ndio mimi nataka hiyo swali kama hiyo. Nitakujibu tu tena taratibu. Qur'ani inasemaje? Hawa wanaua kama ni Muislamu ama anapatikana ni Muislamu. Huyo Muislamu anaua. Qur'ani inasemaje kuhusu yeye? Sikiza maneno ya Mungu. Kwa sababu Somalia, Al-Shabaab wako Somalia na Somalia kuna Wakristo. Kwa hiyo wanaua nani? Wanaua watu gani kule? Wanaua Waislamu wenzao? Nilipouliza swali. Wachana hao wengine. Hebu nieleweke vizuri. Sasa shida yako. Nilipouliza swali hili. Ngoja, mimi nauliza swali hili, sikutaja kwamba hawa wanaua kina nani. Nimetaja kwamba sawa. Tulia. Ngoja kidogo. Nani? Ukitaka swali kama unajiamini
unajiamini unakuja hapa. Wacha kupiga kelele nje. Si vizuri, si vizuri. Unajua kushauti. Hapa hatuko kwa mpira, tuko kwa maneno ya Mungu. Bwana. Sasa wacha nikujibu. Kwanza nasema hivi. Kwanza kitu ya kwanza nimekuambia mtu yoyote ambaye anaua na ni Muislamu na Qur'ani imekataza. Kwanza yeye anachoma kuliko Ibilisi. Unanielewa? Haya, soma Qur'ani sasa. Qur'ani 17:33. Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Wala msiue nafsi ambayo Mwenyezi Mungu amekataza kuiua. Kwanza Qur'ani imesema usiue nafsi yoyote ambaye Mwenyezi Mungu amekataa iuawe. Isipokuwa kwa haki. Akahukumu hakimu. Kumbe katika Uislamu ili mtu auawe mpaka apelekwe kwa nani? Kwa hakimu. Kwa hakimu. Ili ahukumiwe ama kama ni wakuuawa ama ni wakuba. Hiyo ni aya ya kwanza. Twende kwa aya ya pili. 5:42-32 Qur'an. Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Inasemaje? Kwa sababu ya hayo, tukawaandikia wana wa Israeli ya kwamba atakayemuua mtu bila yeye kuua mtu au bila kufanya fisadi katika nchi, basi ni kama amewaua watu wote. Unasikia? Qur'ani inasema mtu yoyote ambaye ataua mtu bila mtu kuwa na makosa, Mwenyezi Mungu anakuandikia dhambi ya watu wote wa duniani umewaua. Naona hiyo dhambi unaandikiwa mtu mmoja tu umeua tu. Unaandikiwa dhambi ya watu wote duniani umewaua wote. Endelea. Na mwenye kumwacha mtu hai. Na mwenye kumwacha mtu hai. Yaani kumsaidia kuishi. Ni kama amewaacha hai watu wote. Na ukiacha mtu aishi ni kama Mungu anakuandikia umeacha watu wote wa dunia hai. Pale kama ni nchi ya Somalia wanaua wale watu wako kule kuna Wakristo, kule kuna kanisa huko wanaua watu wao. Kwa hivyo wale ni vikundi ambaye ni kikundi kibaya, ni kitu kiovu. Kwa mfano Mkristo akifanya makosa, Mkristo mmoja unaweza kelea watu wote ni wabaya. Ngoja kidogo sijamaliza kujibu swali. Nauliza swali sahihi. Ukraine na Russia wanapigana, ni Waislamu? Ukraine na Russia wanapigana. Waislamu. Maslahi. Hata wao wanapigania maslahi. Kongo tangu nizaliwe Kongo nilikuta vita. Ngoja kidogo. Wacha nijibu. That's be fair. Kongo tangu nizaliwe nilikuta vita inaendelea. Je, Kongo kuna vita hakuna vita? Kuna vita, maslahi, vita za maslahi. Hata wale ni maslahi. Hiyo vikundi. Ndio hivyo tu. Kwanza vya dunia, vya pili. Nauliza hivi. Ngoja kidogo. Okay. Moja nyingine. Tulia kwanza. Ni hatia kupiga maslahi. Taratibu kwanza. Vita ya kwanza ya dunia. Sikiza vizuri. Vita ya kwanza ya dunia, First World War. Walikufa watu 10 million. Walikufa. Watu milioni 17 hawajulikani walipo. Milioni 7 ni majeruhi. Hawa watu walipigana vita vya dunia, wakaua mamilioni na mamilioni ya watu. Walikuwa ni Waislamu? Jibu na usione haya, sema ukweli wa mambo. Okay, umeniuliza, wacha nijibu hivi. Watu waliuawa kwa vita vikuu vya dunia na ukauliza walikuwa Waislamu. Ukweli ni kuwa haikuwa hivyo vita, hawakuwa Waislamu wala haikuegemea dini. Lakini swali langu lilikuwa moja kwa moja kuwa inakuwaje haya makundi yanayoua kwa wingi yananasibishwa na Uislamu? Na wakati unavyojibu umeuliza kuwa nimekuambia hivi na nimekujibu hivi, mtu wote anayeua ambaye ni Muislamu yeye ataenda dhambi ni yake peke yake. Na wewe nikakuuliza Ukraine wanapigana, wale si Waislamu, wanauana kila siku na thousands of people. Wewe unaona tu kwa Waislamu. Ngoja kidogo, tulia baba. Wewe unaona tu vikundi vya Waislamu, lakini uone ile mambo inaendelea. Ukraine wanauana kila siku. Nikakuuliza First World War wamekufa watu mamilioni, zaidi ya milioni, walikuwa 60 million. Walikuwa 60 million. Hawa walipigana First World War, si Waislamu waliuana. Ya pili Second World War walikufa watu 45 million. Si Waislamu walipigana. Ugaidi. Sikiza. Ngoja kidogo. Na ugaidi. Ugaidi ni kusema nini?
Ugaidi ni nini? Hebu niambie, nataka udefine neno terrorism mbele ya watu hapa. Nini maana ya neno terrorism? Terrorism Ni nini kwa kizungu? ni hali ya kuua watu kwa njia ya kuwatia uoga. Kwa hivyo mtu yoyote duniani anaua watu na kuwatia uoga ni nani? Wengi wao ni gaidi. Tulia sasa. Wapalestina wameuawa juzi. Wameua zaidi ya watu ilikuwa ngani ngapi? Zaidi ya watu 200,000 na watoto wa 17,000. Kwa hivyo wale waliwaua wale Palestina tuwahitaji na wao. Wale walikuwa katika mazingira ya vita. Kwamba nauliza hivi, umeniambia hivi. Ngoja kidogo. Ndugu yangu. Unaona, you are not fair. Yani mtu ambaye ana jina la Kikristo akiua, yeye hana shida, lakini Muislamu tu akiua, ni Muislamu ndio akona shida. Watu wanapigana ni wawili. Nyasi ndio inaumia. Hamas walipigana na Waisraeli. Sasa mambo ya Hamas kupigana na Israeli, enda ukawaulize kule, kwa sababu si kwa Israeli. Wewe nenda ukawaulize. Unajua? Ngoja kidogo taratibu. Niweke vitu sawa. Mambo ya watu kupigana huko, walipigana nchi yao kule. Siwezi kujua waliuzana nini, si ndio? Kwa hivyo kama unataka kujua waliuzana nini, ni upande ndege hapa, uende Israeli ukajua Hamas na Israeli walipigania nini. Sawa kakangu? Ni hivyo tu. Kwa sababu sasa unaona unaleta mambo ya siasa. Unamjua Napoleon aliwaua wa Kongo milioni 10 milioni. Hapo. Hitler alikuwa Mkristo. Aliua watu Wayahudi milioni 6. Mbona muongee hiyo? Inanisumbua sana nikiondokea kuna. Ngoja kidogo. Hitler aliua Wayahudi 6 million. Muongee hiyo. Ngoja kidogo tulia. Hitler aliua Mayahudi 6 million. Hiyo uongei. Unaona tu watu 5 wa 6 ati mtu mmoja ati Muislamu atalifanya. Unasema ati huo ati ni gaidi. Wewe uone hiyo? Australia waliua Aborigines milioni 60. Nikimaliza. Wachukua swali lingine. Swali lingine kwa mtu mwingine. Nataka swali lingine ambayo ni ya dini. Lakini kama ni swali lingine ya hiyo tumefunga hiyo swali. Basi kama wewe hutaki wewe kaa kando. Next swali ya dini. Okay. Ngoja kidogo taratibu. Ngoja kidogo taratibu kidogo. Swali gani unauliza ya mwisho? Swali la mwisho ni hivi. Sisi wengine tunaona majini ni viumbe vya giza. Je, Waislamu mnaona majini kama viumbe halali ama viumbe vya giza? Kwanza jini ni nini kwanza? Tunaamini ni nguvu zinazotoka kwa shetani. Kwa andiko gani? Shika Biblia. Ngoja Biblia. Sababu hiyo chukua Biblia. Nieleweke vizuri. Andiko. Soma ukaona ni nguvu za giza. Andiko hiyo toa. Usiandikie mato wakati wewe upo kama. Hapa kudanganya watu hapa hakuna. Hapo ni mimi. Ningependelea wewe unieleze kwa. Sikuelezi mimi. Mimi nataka unieleze kwanza. Wewe umesema kwanza majini ni nguvu za giza. Tunaomba andiko kwa Biblia. Wewe unasoma kitabu gani? Unasoma kitabu gani? Unatumia kitabu gani? Kwani hizo habari ulizionea? Wewe unasoma kitabu gani duniani? Okay. Kitabu yako ni gani? Nifafanuliwe kwa mujibu. Nauliza hivi, kitabu yako ni gani? Ni Qur'ani au ni Biblia? Ni Biblia. Basi andiko. Swali langu liko hivi. Ningependa nifafanuliwe. Muislamu anaelewa jini ni nini? Kwanza wewe ndio umetaja jini. Mimi sijataja. Mimi nitakufafanulia. Mimi sina shida. Mimi kwetu mimi sina shida. Mimi nitajibu kila kitu nataka. Lakini wewe nakuuliza wewe, jini ni nini? Uliwajulia wapi? Kaka, hebu njoo tueleze. Inaonekana una siri. Nilijulia wakati Waislamu. Okay. Nilijulia wakati Waislamu walivyo katika kipindi fulani hasa kwa radio wakijaribu kuelezea jinsi uzuri wa majini. Lakini nauliza hivi, wewe jini ni nini? Hapo ndivyo. Mbona hutaki kusema? Jameni, nilijulia wapi jini? Kwani unao? Sasa nielezee, sijui jini ni nini? Haya, ngoja kidogo. Tulieni. Wewe wacheni kupiga kelele. Wacheni kelele.
Sasa wewe, kwani tuko shouting match bro? Si utulie. Sasa kama ushout utulie. Kama unataka si ukuje hapo msaidie. Basi nyamaza. Hebu ngoja kidogo. Unajua hapa nataka kumaliza fitina. Kaka kidogo kuja hapa. Usilete hiyo swali la jini, si ndio hiyo? Basi. Mwingine. Hapana, mwingine. Hapana. Yeye anakuja kuuliza habari ya vita na tumeshamaliza. Sasa wewe kama una swali lingine ukuje. Mwenye kuuliza wewe unauliza yule ndio ule pale. Wewe kuja hapa wewe unapiga kelele. Mbona mtaki huyo? Wewe nani? Kama angalia. Nani? Hebu zima hapo kidogo. Zima kidogo hapo kidogo. Nilikuwa nauliza. Kwanza ulisema jina yako? Nilikuwa nimwambia before. I'm Fred Orenge. Okay, sawa. Swali yangu ni hii. Na sitaki mtu yote ani misunderstand kwa sababu tuko hapa kufunzana. Mtu kama mimi nimekuwa nikiwaona kwa simu. So saizi tunaona live. Yes. And of which saizi yani tunaongea na nyinyi. Yes. Mimi nakuuliza hivi. Kulingana na sisi before Bible ikuje. Yes. Babu yangu saizi akiamka haizi jua kama kulikuwa na Yesu. Yes. My grandfather ule mwenye alikuwa the father of the fathers. Kwa sababu kulingana na kabila yetu tulikuwa na Mungu wetu. Kabisa. Kila kabila ilikuwa na Mungu wao. Kabisa, hata sisi tulikuwa naye. Hata nyinyi mlikuwa na Mungu wenu. So nataka kwa sababu umekuwa ukisingatia na Qurani na Bible sana. How sure are you that these people write the Bible and the Quran they were really angels? Hiyo tu ndio swali yangu swali. Mimi sijasema walikuwa angels. Kwa sababu sijasema sana. Ngoja kidogo. Unajua? Si hata una trust. Mimi nimekuta hizo. Mimi nimezaliwa hizo vitabu nimezipata duniani. Si ndio? Si hata umezaliwa kwa hapana, hazikuwa. Zimeletwa. Ngoja, ulizaliwa lini wewe? No, ndo nimekwambia. Ndio nauliza. Ndio mimi nauliza hivi. Ndio tuelewane vizuri. Mimi nimezaliwa early 60s. Wewe umezaliwa lini? 88. Na hizi vitabu ukizaliwa ulizipata duniani? No, yani nisilikuwa. Yani ni there kwa hivyo lakini ukujua lizitoka wapi? No, yani that's why because you know better than me. Ngoja kidogo, unazisomaga hizi vitabu wewe unasomaga? Yani siwezi danganya for the last 10 years yani shika Bible. Kwa hivyo hujaishika. Kuna mahali. Kwa hivyo wewe unaenda kanisani? Hapana, sijaienda. Unaona sasa naongea na mtu ambaye haendai kanisani na mambo ya Biblia hata hana habari naye. Hata ukiuliza mbona siendangi? Tusiendangi chachi kwa sababu tupe siri baba. Mimi nimegrow mtoto mdogo kwa SDA. Yani nikiwa mdogo mpaka yani shule yani ni chachi nimeacha nikiwa nikikuwa high school sasa. Kwa nini uliacha chachi? Kwa sababu mapasi ya sana Bible. Mimi hapana, mimi nasomaga hiyo nyingine hiyo iko hapo Qur'an. Sasa yani ni Qur'ani. Yani ni kwa sababu iliandikwa na yani na mtu kama yani ni kama wewe, si Mungu. Haiko andikwa na mtu. Yani iliandikwa na nani? Mpe. Qur'an 80:11. Vitu kama hizo sasa ndo tunataka sasa tusikie. Ni swali nzuri. Swali nzuri sana. Themanini 11 Qur'an. Ndio hiyo Anasema Mwenyezi Mungu mtukufu katika kitabu chake kisichokuwa na shaka ndani yake, na ni mwongozo kwa mchao Mwenyezi Mungu na ni kiboko kwa wale walioasi sheria za Mwenyezi Mungu. Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Inasemaje? Sivyo. Hakika Qur'ani hii ni nasaha. Yani hii kitabu unaambiwa ni nasaha? Yani mawaidha. Basi kila pendaye atawaidhika, asiyetaka basi mwachilie mbali. Mtume anaambia ule ambaye hataki wachana na yeye. Mawaidha haya yanatoka katika kurasa zilizoheshimiwa, zilizotukuzwa, zilizotakaswa, zilizomo mikononi mwa malaika. Nani hawa? Waandishi wa Mwenyezi Mungu. Malaika walifanya hiyo kazi. Wewe nataka nje, nyamaza. Bwana Mungu wako. Sikiza. Nataka tuelewane hapa. Nataka tukaelewane hapa. Najua time imeisha pia. Malaika ndiye aliandika. So sijasema ati si ukweli. Nyinyi mnasingatia sana vitabu.
Hiyo ndio swali yangu nimeuliza. Wewe si mtu wa vitabu. Mimi si mtu wa vitabu. Kwa hivyo kama sasa wewe unatumia nini? Yani ni reason bro. Sawa. Kwa sababu ukisoma hii Bible mzuri, kwa maandiko hata inasema mwanamke afai kusimama kwa sinagogi. Ukweli uongo? Kufundisha, yani hafai kufundisha. Afai kufundisha kwa hiyo madhabahu ya Mungu. Hayo ulisoma kwenye Biblia. Usitake kujua ukweli iko au uongo. So I only trust in God. Kwa sababu mi najiuliza, mi nalala na naamka, mtu ananiamsha. So that's why I know that there's God, but ulimjuaje Mungu? Ulijuaje kuna Mungu? I only ran God from nikiwa mdogo. Nani alikufundisha? Nani alikufundisha nani? Nimepita through vitabu zenye nimekuwa. Kwa hivyo hichi kitabu ambacho unakataa, ambacho kilikufundisha kuna Mungu, neno ukakikataa. Why? Nimekuambia the only way I trust that there is God. Juu ya kulala, mtu ananifanyia vitu maajabu tu, yani my wonderful God. Basi unafaa kuamini hakuna Mungu. Kwa sababu hichi kitabu ndicho kilikufundisha wewe kwa unanijua hapo, hivyo ndio uanga tunako, yani fanya hivi. Uniambia ati nisiamini. Okay, fanya hivi. Mimi naamini mjomba, hizi vitabu zimeandika. Mjomba, fanya hivi. Kaka, but there is God. Okay, kaka, kilikufundisha kuna Mungu hichi kitabu ukiwa mdogo? No, si nani alikufundisha? Unanijua, nataka kwanza nani alikwambia? Nataka unielewe. Sawa, tunakuelewa. Nimekuelewa hivi. Wewe umelala. Uchaamshwa na hii kitabu. Fanya hivi. Si ni kweli? Okay. Uchaamshwa na hii kitabu. Sawa. Unaambia Mungu tu you are wonder of God, do this, na anafanya. Fanya hivi. Sasa wewe nani alikwambia kuna Mungu hapo mwanzo? Suleiman, juu ya time. Wacha. Kesho uko na nafasi. Kesho uko na time kesho. Uko na time kesho. Suleiman sikazirika. Uko na time kesho. Yaani niko isipokuwa kuna kitu kingine kwa nataka nichangie. Wacha tu kwa sababu ya time. Tumechelewa. Hiyo ni kesho. Salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.